Naam, ni sehemu ya pili msikilizaji, na ndio sehemu ya mwisho ya story yetu hii nzuri kabisa. Kipi ambacho kitaendelea mara baada ya binti yetu feki kujulikana ya kwamba yeye tayari ni mwanamke. Langu jina ni Lucas Lumbas, mtayarishaji Rita Story. Sasa Kalisa anatuambia kwamba muda ulisimama. Ukimya uliotawala kwenye lile ghorofa ya kwanza ya jengo la ujenzi ulikuwa ni wa kutisha sana. Yaani ulikuwa tu ukisikika tu upepo wa mlimani uliokuwa ukivuma kwa nguvu na kupeperusha vumbi la saruji. Wahandisi walikuwa wamesimama hatua chache nyuma, wakisita kusogea mbele kwa adabu ya kumwacha bosi mkuu amhudumie msaidizi wake. Sasa macho ya bosi yalikodoa tu kwenye lile shati langu ambapo lilikuwa limechanika vifungo. Mikono yake mikubwa iliyokuwa sasa imenishika mabega ililegea kidogo, lakini haikuniachia. Niliona jinsi mboni za macho yake ya kijivu zilivyokuwa zinapanuka na kusinyaa, akijaribu kuunganisha kile alichokiona na ukweli wa mambo. Vitambaa vyeupe sasa vya pamba vilivyosambaratika vilibainisha wazi umbo ambalo lisingeweza kuwa la mwanaume hata siku na moja. Nijikuta nikianza kumuita bosi kwa sauti ya chini, sauti yangu halisi sasa ya kike iliyokuwa imejaa maumivu makali ya mbavu na mbano wa pumzi. Macho yanilegea hisia, sio kwa sababu eti ya maumivu ya mwili pekee, bali kwa sababu nilijua kila kitu hapa kimeisha. Kazi yangu, mshahara wangu wa kwanza, wokovu wa wanangu, kila kitu kilikuwa ni kama glasi iliyoanguka kwenye zege. Bosi airudisha akili yake haraka. Kabla wahandisi sasa hawajasogea karibu zaidi kuona nini kimetokea, bosi alinyanyuka haraka na kavuta koti lake zito la suti ya kifahari na kulitupa juu ya kifua changu, akikifunika sasa kabisa, ni kuanzia shingoni hadi kiunoni. Thomas, waambie watu wako wakae nyuma. Kalisa amepata majeraha ya kifua, anatakiwa kupewa huduma ya haraka sana. Nitarejea. Bosi aliamuru kwa sauti ya dharura na ukali mkubwa sana, huku sasa akigeuka kuwatazama wale wahandisi waliokuwa sasa wamepigwa na bumbuazi. Mhandisi Thomas akasema kwamba sawa bosi. Basi bosi, baada ya kumwambia hivyo, jamaa aliwatawanya watu wake kwa haraka, kwa sasa dereva akikimbia kuelekea kwenye gari. Bosi aligeuka tena kwangu bila kusema neno lolote wala kuonyesha kusita. Aliingiza mikono yake miwili chini ya mgongo wangu na magoti yangu, na kwa nguvu zote za kiume zilizonyoka alinyanyua mzima juu ya mikono yake. Nijikuta sasa nimegandishwa kifuani mwake, uso wangu ukiwa ni kama sasa umestiriwa na koti lake, huku sasa harufu yake ya kiume ikijaa puani mwangu. Hakuzungumza kitu chochote. Alitembea kwa hatua za haraka na kubwa kushuka ngazi kuelekea kwenye gari. Sasa dereva alifungua mlango wa nyuma. Bosi sasa alinilaza kwa umakini mkubwa kwenye kiti chake, kisha akaingia na yeye kufunga mlango kwa nguvu sana. Akamwamuru dereva kwamba rudi hotelini haraka sana. Basi dereva alisogea upande wa pili wa kiti. Safari nzima ya kurudi hotelini ilikuwa ya mateso makubwa sana ya kisaikolojia kwangu. Unajua, nilikuwa nimekaa nimekunja, ni kama nimejikunja tu upande mmoja, nikiwa sasa nimeshikilia koti la bosi kifuani kwangu ili kuzuia lile shati ambalo lilikuwa limechanika lisionekane. Yeye alikuwa amekaa kimya kabisa akitazama nje ya kioo, sasa taya zake zikiwa ni kama zimekazana vile kwa hasira. Hakunitazama hata mara moja, na ukimya ule uliumiza sana kuliko hali ya hoteli. Bora hata angeongea. Nilijua fika kuwa mchezo umeisha. Hakukuwa na utetezi wa ajali ya utotoni wala manukato ya mke yaliyoweza kuficha kile alichokiona kwa macho yake. Tulipofika hotelini, bosi alishuka kwanza. Safari sasa hakunibeba, alimwamuru tu dereva kunisaidia kubeba begi langu, huku sasa mimi nikitembea kwa kujikokota. Nikiwa nimevaa lile koti lake kubwa lililonifunika kabisa. Tulitumia lifti ya wafanyakazi hadi ghorofa ya 4 ili kuzuia macho ya watu wa mapokezi. Sasa muda wote huo hakuna aliyesema neno. Bosi alitembea mbele hadi mbele ya mlango wa chumba changu. Mimi nilitoa kadi yangu kwa mikono inayotetemeka na kufungua. Nilipoingia ndani, nilitegemea bosi ageuke na kwenda chumbani kwake, lakini aliingia ndani na mimi na kufunga mlango kwa nguvu yake. Dereva alikuwa ameshaachwa kule koridoni sasa. Basi bosi alisimama katikati ya kile chumba cha kifahari, mikono yake sasa ikiwa imenyooka pande zote mbili, macho yake ya kijivu sasa akiwa yamejawa na mchanganyiko wa hasira kali sana, ile hasira ya sintofahamu kubwa. Akaniambia kwamba vua hilo koti. Aliamuru kwa sauti ya chini ya baridi, lakini iliyobeba uzito ulioweza kupasua miamba. Nilitetemeka mwili mzima, nikakaa kwenye ukingo wa kitanda polepole, nikavua lile koti na kubaki sasa na lile shati langu jeupe ambalo lilikuwa limechanika, ambalo sasa lilikuwa linaonesha wazi vitambaa vya pamba vilivyofungwa kwa ulegevu.
Leo nimeisha. Nilishusha kichwa changu chini, nikishindwa kabisa kutazama uso wake. Machozi alianza kunitoka mfululizo. Bosi akauliza kwamba wewe ni nani? Bosi aliuliza kwa msisitizo mkubwa sana, na mimi sikuweza kujibu. Akasema tena kwamba wewe ni nani na kwa nini umefanya uhalifu mkubwa hivi ndani ya kampuni yangu? Basi nivuta pumzi kwa shida, nikalia kwa sauti ya chini ya kike iliyokuwa imevunjika kabisa. Mimi naitwa Kalisa J Malia. Kalisa sio mwanaume bosi, mimi ni mwanamke. Nilivyosema hivyo, alipiga hatua mbele. Akasimama mbele yangu huku sasa kifua chake kikipanda na kushuka kwa hasira. Mwanamke? Hivi umewezaje kunichezea akili yangu kwa wiki zote hizi? Yaani umewezaje kuingia kwenye mfumo wa kampuni yangu kwa kugushi nyaraka zako? Ukajifanya ni mwanaume ili tu uweze kuwa karibu na biashara zangu, si ndio? Nani yuko nyuma yako? Ni washindani wangu wa kibiashara ndio wamekutuma kuniwekea mtego ama? Maswali yake yalionyesha wazi kuwa akili yake ya kibiashara ilikuwa inawaza kuhusu usaliti. Alisi labda mimi nimetumwa kumwangamiza. So mimi ninyanyua kichwa changu haraka sana, huku sasa macho yangu yaliyojawa na machozi yakikutana na ya kwake. Nikamwambia kwamba hapana boss, na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, yani hakuna mtu alinituma. Mimi sio mtu mbaya wala sifanyi kazi na maadui zako. Basi hebu elezea sababu gani ambayo imekufanya ufanye upumbavu aina hii? Unafikiri mimi naingilika kirahisi, si ndio? Au wale kutumwa wanajua mimi ni dhaifu, si ndio? Sikia, na kupeleka polisi na hakuna mtu wa kukutoa mpuzi wewe. Msikilizaji, neno polisi lilileta picha ya wanangu wakiwa wanalia bila chakula kijijini. Ujasiri sasa wa mwisho wa mama ulinuka ndani ya damu yangu. Nilipiga magoti pale kwenye kapeti mbele ya miguu ya boss. Nikilia kwa uchungu sana, nikasema kwamba boss, naomba unisikilize boss. Naomba unisikilize afikisha ndio ukitaka kunipeleka polisi mimi nitakuwa sawa. Boss, mimi ni mama wa watoto wawili mapacha. Miezi 3 iliyopita mume wangu alinitelekeza na watoto na kukimbilia nje ya nchi. Akatuachia madeni makubwa sana. Nilipoteza kila kitu boss. Nikafukuzwa kwenye nyumba na wanangu walikuwa sasa ni wakulia tu muda mwingi kwa sababu ya kukosa chakula. Boss, nilitembea ofisi nyingi sana kutafuta kazi, lakini kila boss niliyekutana naye alitaka nitumie mwili wangu ili anipatie kazi. Niliongea kwa uchungu mno. Asa boss aliganda pale aliposimama. Hasira yake huku sasa ikianza kubadilika na kuwa uso wa kawaida. Ninachojua kwenye vyeti vyako vinaonyesha wazi kwa wewe ni mwanamke. Sasa je, imekuwaje ukaingia kama mwanaume? Au unataka kuniambia kwamba huu mpango uliopanga na James, si ndio? Nilikaa kimya kidogo na kuamua kusema kwamba bosi, ukweli ni kwamba James alijua tokea mwanzo kwa mimi ni mwanamke na alitaka tu kukataa kabisa, lakini nilimuomba sana, mwisho akaingiwa na huruma na kunipitisha, ila akiwa amenipatia sharti moja tu, nifanye kazi kwa bidii. Ni hayo tu, na hapa mimi sikuwa na nia mbaya na wewe. Msikilizaji, chumba kilibaki na ukimya mkubwa sana ambao ulikuwa na msisimko wa huzuni na maumivu. Nilikuwa nimeinama chini nikilia kwa sauti ya chini, sasa nikisubiri hukumu yake bosi ili nijue nafanya nini. Sasa bosi alisimama hapo kwa dakika 2 nzima bila kusogea wala kusema neno lolote. Macho yake ya kijivu yalikuwa akitazama ule yani uso wangu ambao ulikuwa na mabaki ya ndevu, huku zingine zikiwa sasa zimebanduka nusu. Alitazama ule unyonge wangu na kukumbuka jinsi nilivyofanya kazi kwa ufanisi mkubwa na uaminifu kwa wiki zote bila kumuomba hata senti ya ziada. Polepole bosi alishusha pumzi ndefu sana. Mikono yake sasa ilikuwa imekaza ikalegea. Alisogea hatua moja, akainama na kunishika mikono yangu, kisha akaninyanyua polepole kutoka sakafuni na kunikalisha kwenye kitanda. Alinitazama kwa jicho ambalo sikuwa nimewahi kuliona tangu nianze kumfahamu. Yaani jicho ambalo lilikuwa limejaa huruma ya kibinadamu na mshangao mkubwa wa jinsi mwanamke anavyoweza kujitoa muhanga kwa ajili ya watoto wake. Kalisa. Bosi alitamka jina langu halisi kwa mara ya kwanza, sauti yake ya Kituruki ikiwa ya chini na yenye utulivu wa ajabu siku ile. Kinyonge nilinua uso na kumwangalia. Umesema mume wako alikukimbia na kukuacha na madeni? Bosi aliuliza, akitamka jina langu kwa sauti ya chini, lakini macho yake yakionyesha kuwa kuna kitu hakijakaa sawa kwenye maelezo yangu. Alipiga hatua moja karibu, utulivu wake sasa ukiwa ni wa kutisha zaidi kuliko hasira. Nilikuwa na wasiwasi sana, maana nilijua wazi kwamba nimedanganya, na iwapo atagundua kuwa nimedanganya basi kesi itakuwa ni kubwa zaidi. Lakini pia jambo ni kwamba siwezi kumueleza ukweli, ili hali ukweli huo mimi mwenyewe unanichoma kila siku. Basi baada ya kuulizwa hivyo, niitikisa kichwa kuashiria kwamba ndio boss. Boss akasema kwamba nataka ujibu kwa mdomo wako, sio kutikisa kichwa, umeelewa? Okay, jibu. Ndio boss, alinitelekeza na kuondoka.
Alikuwa mumeo au mlizaa tu? Alikuwa mume wangu bosi. Kama alikuwa mumeo, utakuwa na cheti cha ndoa, si ndio? Nahitaji kuona. Nilitoa macho kumwangalia kama vile alichoongea ni kitu cha ajabu. Sasa akarudia kuongea kwa msisitizo. Hapo mimi nilimeza mate mfululizo. Cheti? Mimi natolewa wapi cheti? Ukimya wangu uliongea kuwa nilichosema hakina ukweli wowote. Basi bosi alikunja uso kwa hasira sana. Unanidanganya, si ndio? Wewe usione naongea na wewe kwa utulivu, nitakubadilikia sasa hivi ukalale polisi. Nishusha pumzi, nikashika kifua changu kilichokuwa kinauma. Machozi nayo sasa alikuwa yakishuka kwa kasi, na taratibu sasa nikazama kwenye kumbukumbu za miaka 6 iliyopita. Miaka hiyo bwana ilikuwa na stori nzito iliyobeba maumivu makali ndani ya moyo wangu. Ukweli kwa akili yangu na moyo wangu mimi sikupenda kuiambia dunia tukio hili la kikatili, kwa sababu kuliweka wazi naona ni kama nazidi kuchimbua kidonda kilichokwisha anza kukauka. Lakini sasa hivi ni kama sina namna nyingine. Yes, lazima niliweke wazi tu ili niokoe kazi yangu. Bosi kwa huzuni sana nilimwangalia. Ni kweli bosi, nilikuwa nakudanganya kuhusu mume. Ukweli ni kwamba mimi sina mume na sijui kabisa baba wa watoto wangu ni nani. Hujui baba wa watoto wako ni nani? Unamaanisha nini Kalisa? Nilibakwa. Ulibakwa? Ilikuwaje ukafanywa kitendo cha katili namna hiyo? Ni story ndefu bosi, ila ni kwamba tukio hilo lilitokea wakati nikiwa bado mwanafunzi wa chuo kikuu. Nakumbuka nilikuwa ni Kalisa, binti mpole, mtulivu, niliyeshika deni na nilikuwa naongoza kwa kile darasani. Lakini sasa nilikuwa ni mtu wa kujitenga sana na watu, hasa mabinti wenye tabia za kidunia, nikiamini kwamba yote itanisaidia kujilinda na mabaya na pia kutokufeli masomo yangu. Lakini mimi sikuwahi kujua kuwa tabia yangu ya kujitenga na makundi ya starehe na kuweka bidii kwenye vitabu ilikuwa ni kero kwa wasichana wenzangu. Waliniona ni kama mimi najifanya tu ni mtu wa kipekee, msafi sana, na mtu wa kumjua Mungu, asiyetaka kuchanganyikana na dunia. Wivu wao sasa ulikuwa ni kama sumu ambayo ilikuwa kama ninatoka chini kwa chini ikitafuta nafasi ya kuniteketeza ili nishuke hadhi, nionekane ni wa kawaida tu au mchafu kama walivyotaka wao. Nakumbuka wakati nimefika muhula wa mwisho, niliongeza juhudi sana katika masomo yangu na mambo ya kimungu, jambo ambalo lilizidi kufanya wasichana wenzangu wazidi kunichukia, mchuki ambao sasa ilipelekea wao kufanya mpango mbaya juu wangu. Mwanzo mimi sikujua mpango wao na wala hata sikuwahi kufikiria kwamba wanaweza kunifanyia ubaya wowote, maana sikuwa na tatizo nao kabisa. Na pia wakati huo mimi nilikuwa na rafiki yangu wa karibu sana anaitwa Juliana. Yeye ndiye ambaye alikuwa ni mtu wangu wa karibu sana. Tulisoma na kusali wote, lakini wiki 2 kabla ya mitihani ya mwisho, Juliana alipata dharura kubwa ya kifamilia, ikabidi sasa safiri kurudi kwao mkoani kwa haraka sana. Nakumbuka siku ile Juliana alipoondoka, wasichana wale waliokuwa wakinichukia walikuja chumbani kwangu kwa sura za kirafiki tu ambazo mimi hata sikuwa nimezoea kuziona. Waliniambia kuwa mmoja wao alikuwa anasherehekea siku yake ya kuzaliwa, na kwa kuwa sasa Juliana amesafiri, mimi nisingependa nikae peke yangu kwa huzuni chumbani. Walisisitiza sana, wakitumia maneno ya upole na kiungwana, kiasi kwamba mimi nijikuta tu nikilainika na kukubali kuungana nao hadi kwenye ukumbi uliokuwa nje kidogo ya chuo. Nilipoenda kule mimi sikuwa na wazo lolote baya, zaidi tu nilikuwa mtulivu huku nikiwaangalia wenzangu ambao walikuwa busy kucheza huku wengine wakijipiga picha, na baada ya yote wakaleta pombe ili wakunywa wanywe. Mimi sikuwa ni mtu wa kunywa pombe hivyo. Waliniletea soda, kitu ambacho kwanza soda tayari walikuwa wameshaifungua. Kwa mimi nilipokea na kuanza kunywa taratibu tu pasipo kujua lolote kwamba walikuwa wameweka kilevi kikali, ambapo baada ya kunywa kama nusu ya kile kikombe nilianza kuhisi dunia ni kama ikizunguka. Nilipoteza nguvu zote za mwili na akili yangu kuwa nzito. Nilitamani kuinuka, ila sasa miguu ilikuwa ni mizito sana. Nao baada ya kuona lile, mmoja wao sasa aliinuka na kuondoka kama baada ya dakika 3 hivi. Airudi akiwa kaongozana na mwanaume. Wakanichukua na kuniingiza kwenye gari, na mara tu nilivyoingizwa kwenye gari nilizimia na kuja kuamka nikajikuta niko kitandani, yani niko guest na tayari nimeshaingiliwa. Afikibani kwamba sikumuona yule mwanaume, kwani wakati naamka alikuwa yupo. Msikilizaji, nilishindwa kumalizia, nikaishia kulia kwa uchungu huku nikiwa nimefunika uso wangu kwa mikono yote miwili. Nizungumza huku nikishika uso wangu kwa mikono miwili. Bosi alisogea karibu yangu na kunipapasa mgongoni kama ishara ya kunipatia pole. Ninyanyua macho yangu yaliokuwa mekundu kwa kulia na kumtazama bosi. Bosi, hiyo ndio sababu ambayo nilifanya hivi bosi. Mimi sina mume, sina msaada, na nilitaka tu kulinda maisha yangu na ya wanangu basi.
na sasa hivi unaweza tu kuniitia polisi, mimi niko tayari kwa lolote. Niliongea na kuinuka, nikachukua mafaili yote pamoja na tablet ya kazi nikaviweka karibu yake na kusimama tayari kupokea sasa adhabu yangu. Ajabu ni kwamba kile kilichofuata kilitofautiana kabisa na matarajio yangu. Chumba kilibakia ukimya. Ukimya ambao ulikuwa ni mzito sana. Bosi hakufoka, hakupiga simu polisi na wala hakupiga hatua kurudi nyuma. Ila niliona tu jinsi mikono yake iliyokuwa imeshikilia koti ilivyokaza hadi mishipa ya damu sasa ikawa inaonekana wazi. Uso wake ulibadilika na kuwa mweupe. Na macho yake kijivu hayakuwa yanatazama uso wangu tena. Yalikuwa ni kama ameganda hewani, yakitazama ukuta wa mbali kana kwamba simulizi yangu ilikuwa imefungua mlango mwingine wa siri nzito uliokuwa umefungwa ndani ya maisha yake mwenyewe. Kuna kitu kilichotokea ndani ya sekunde hizo. Bosi alionyesha kubanwa na hisia kali za namna kipekee, huku pumzi yake ikitoka kwa shida na paji lake la uso likiwa ni kama limeng'aa kwa jasho jembamba la ghafla licha ubaridi mkali uliokuwepo. Sasa ilikuwa wazi kabisa kuwa simulizi yangu ya usaliti na unyama niliofanyiwa mtu nisiye na hatia iliama kutoka kwangu na kugusa kidonda kingine kikubwa kilichokuwa kinaishi ndani ya nafsi yake. Jambo ambalo lilikuwa limetokea miaka kadhaa nyuma katika maisha yake. Jambo ambalo lilikuwa linamnyima raha na amani usiku na mchana. Sasa alitupa koti lake juu ya kiti kwa nguvu, akainuka na kutembea kwa hatua za haraka kuelekea kwenye kioo kikubwa cha chumbani humo. Alisimama hapo akiegemeza mkono wake mmoja kwenye kioo, sasa mgongo wake ukiwa umenyoka. Alipumua kwa kasi kana kwamba anapambana na mizimu ya kale inayomfuata. Sasa ukimya huo ulikuwa ni mzito, na mimi sasa nikiwa nimeketi kitandani nilianza kuhisi kuwa mbele yangu sikuwa na bosi mkali tu, bali mwanaume mwenye siri nzito na donda lilokuwa linavuja damu kwa ndani kuliko la kwangu. Cha kushangaza msikilizaji, baada ya kusimama kwa muda mrefu, bosi aliamua kuondoka bila kusema neno. Na mimi sikumfuata wala kusema kitu zaidi, tu nilibaki nimekaa. Dakika zilisongea, masaa mawili yakapita, nikajilaza kitandani. Na hii sasa ni baada ya kubadilisha shati langu ambalo lilikuwa limechanika na kuvaa nguo za kulalia za kawaida. Sasa muda ulizidi kusogea. Akili yangu haikuwa na usingizi hata kidogo. Zaidi tu nilikuwa natazama dari ya chumba cha kifahari ambacho ni chomo. Huku sasa mawazo yakihama kutoka kwenye usaliti wa wasichana wa chuo miaka 6 iliyopita na kutua kwenye muonekano wa ghafla wa bosi usiku huu. Mbona alishtuka vile? Mbona mimi nilivyomsimulia jamaa alishtuka sana? Yaani mbona alishtuka sana kuhusu tukio la dawa kwenye kinywaji na ule mwanaume? Hasira yake ilitoweka wapi? Yaani ilitowekea wapi? Na kwa nini alionyesha kuwa na maumivu makali ya ndani kwa ndani iliyomfanya akimbilie kioo cha dirisha? Ilikuwa ni wazi kabisa kuwa Boss Khan alikuwa na jambo zito na la siri lililotokea miaka ya nyuma. Lakini mimi sikuwa na uwezo wa kujua siri hiyo, na usiku huo sasa niliacha kila kitu mikononi mwa Mungu, nikijua kuwa kesho asubuhi ndio ingeamua hatima maisha yangu. Sasa asubuhi ya 1 kamili nilikuwa nimekaa kwenye kiti cha chumba changu tu, nikiwa tayari nimeshasafisha uso wangu. Safari hii bwana, sikuwa nimejiweka kiume, wala hata sikuwa nimefunga kifua changu, wala hata kubandika ndevu, japo nilikuwa bado nimevaa nguo za kiume, maana sikuwa na nguo ya kike kwenye begi langu. Sasa nijitazama kwenye kioo na kuona Kalisa halisi, mwanamke aliyekuwa amejificha chini ya ganda la kiume kwa wiki zote zile ili tu kulinda maisha ya watoto wake. Basi muda wa kukutana na bosi ulipofika, nilitoka chumbani kwangu na kuelekea kwenye mlango wa bosi. Kwa nikagonga pale, kwa sauti yake tu ikasikika kutokea ndani akisema ya kwamba ingia. Ilikuwa ni sauti ya utulivu lakini iliyobeba uchovu mwingi sana, ikionyesha kuwa naye hakuwa amepata usingizi usiku kucha. Sasa mimi nilifungua mlango na kuingia ndani. Ofisi ile ndogo ya chumba chake ilikuwa na mwanga wa asubuhi wa jua la Arusha. Sasa bosi alikuwa amekaa kwenye kiti cha meza ya kazi, akiwa sasa amevalia shati jeupe lililolegezwa vifungo viwili vya juu na tai yake ikiwa sasa imewekwa pembeni. Uso wake ulikuwa na uchovu na macho yake sasa ya kijivu yalikuwa na weusi wa mbali uliothibitisha kuwa huyu jamaa kulala. Aliponiona sasa nikiwa katika muonekano wangu halisi wa kike, aliganda kwa sekunde kadhaa, akinitazama kuanzia kichwani hadi miguuni kwa jicho la upya kabisa, ambalo lilikuwa linaona uzuri na utu wangu wa asili uliokuwa umefichwa kwa ustadi. "Unaweza kukaa?" alisema kwa sauti ya chini, huku akininyoshia kidole kiti ambacho kilikuwa kiko mbele ya meza yake. Mimi niliketi polepole, nikiwa sasa nimeshika mikono yangu mapajani kwa adabu. "Habari ya asubuhi boss Mirza." "Sio nzuri sana, lakini tunashukuru." Boss alijibu sasa akisogeza kikombe cha kahawa pembeni
na kuegemeza mikono yake juu ya meza, akinitazama moja kwa moja machoni. Usiku kucha nimekuwa nikifikiria kuhusu ulichofanya Kalisa. Uhalifu uliofanya wa kuingia kwenye kampuni yangu kwa nyaraka za kugushi. Kosa kubwa sana kisheria ambalo nitakiwa kukufungulia mashtaka asubuhi hii na kukabidhi mikononi mwa polisi. Moyo wangu ulishtuka sana ise, lakini nijikaza nikasubiri neno lake la mwisho. Basi bosi aliendelea, sauti yake sasa hapo ikishuka zaidi na kuwa na uzito wa kibinadamu. Lakini wiki ambazo umefanya kazi ofisini kwangu haukunionyeshia uvivu. Ukufanya makosa kwenye ripoti za kodi, hata kwenye mradi wa ujenzi wa hapa Arusha kabla ya kuanguka. Ulifanya kazi kwa bidii na uaminifu kuliko wanaume wote niliowahi kuajiri hapo awali. Na simulizi ulioniambia usiku wa jana, upendo wako na ujasiri wako wa kujitoa muhanga kwa ajili ya watoto wako, umenifanya nione kuwa wewe sio mhalifu wa kawaida, bali ni mwanamke tu uliyepitia mateso makubwa sio na haki. Msikilizaji, nilihisi machozi ya matumaini yakianza kunilenga tena machoni. Nikataka kupiga magoti huku sasa nikimuita boss. Boss, nisikilize vizuri. Alinikatisha. Kazi yako kama Kalis Malia imeisha tangu jana usiku. Huwezi kurudi tena ofisini Dar es Salaam ukiwa umevaa mavazi ya kiume. Huo mchezo umekwisha na James atashughulikia kufuta taarifa hizo zote kwenye mfumo kwa usalama wako na wa kampuni, umesikia? Niliinamisha kichwa changu kwa unyonge nikijua kuwa nimepoteza kazi yangu. Nimeelewa bosi. Asante kwa kunipeleka polisi. Hujamaliza kunisikiliza Kalisa. Melissa alisema hivyo, jambo sana ambalo lilifanya ninyanyue kichwa changu kwa haraka na kumtazama. Tabasamu la mbali sana na la nadra lilionekana kwenye kona ya mdomo wake. Vitex Crest Enterprises inahitaji watu wenye akili, ufasaha wa sheria za kodi na uaminifu kama wako. Kuanzia Jumatatu ijayo utarudi ofisini ukiwa kama wewe mwenyewe Kalisa J. Malia. Katika muonekano wako wa kike utakuwa msaidizi wangu wa kisheria na kifedha, sawa ukiwa na mshahara wako ule ule. Lakini safari hii ukiwa huru bila kuficha maisha yako. James atatengeneza mkataba wako mpya. Niliziba mdomo wangu msikilizaji kwa mikono miwili. Huku sasa machozi ya furaha yakinitoka kwa kasi ya ajabu. Sikuamini masikio yangu. Basi unamaanisha nini? Yaani unanirudisha kazini nikiwa mwanamke, lakini ulikuwa upendi wanawake ofisini kwako ama? Bosi alinyanyuka kutoka kwenye kiti chake na kutembea kuelekea dirishani, akitazama milima ya Arusha iliyokuwa inang'aa kwa jua la asubuhi. Sasa mgongo wake ulikaza tena, na ule muonekano wa mtu sasa mwenye siri nzito sana na donda lililoko moyoni mwake ulirudi kwa sekunde chache zilizomfanya anyamaze kabla ya kujibu. Msikilizaji, ulimwengu una siri nyingi sana ambazo zinaumiza, na pengine uamuzi wake wa kunisaidia usiku huu ulikuwa ni njia ya kupunguza maumivu ya makosa au matukio yaliyomfanya akose amani hadi leo hii. Basi jamaa alisema ya kwamba sherehe zinaweza kubadilika kulingana na mtu unayekutana naye Kalisa. Melissa alisema kwa sauti ya mbali iliyojaa siri ya ndani bila kugeuka kunitazama. Ujasiri wako umenifundisha kuwa sio kila mwanamke ofisini anakuja kwa ajili ya kuleta mambo ya kijinga. Wengine wanakuja kupambana kwa ajili ya damu yao. Anyway, nenda kajiandae. Gari liko tayari, leo tunarudi Dar. Nishukuru sana na kutoka chumbani humo nikiwa sasa nimeshikilia kifua changu. Safari hii kikiwa sasa hakina maumivu ya vitambaa vya pamba, bali kikiwa kimejaa amani, furaha na matumaini mapya ya maisha yangu na ya wanangu. Siri yangu ilikuwa wazi msikilizaji, lakini badala ya kuwa kaburi langu ilikuwa ni kama imefungua milango ya wokovu wangu halisi chini ya kivuli cha Boskani Melissa. Baada ya yote kutokea, nilirudi nyumbani nikiwa sasa na furaha sana. Nilipofika tu, kitu cha kwanza nilichofanya ni kumkumbatia Jojo ambaye alikuwa amekaa akiangalia TV. Nilimkumbatia kwa furaha sana, huku sasa nikishangilia. Akaniuliza kwamba vipi mwanetu, mbona kama una furaha sana, kulikoni? Aliuliza kusasa akinitoa kwenye kumbato lile na kuniangalia kwa mshangao. Alivyoona sina zile ndevu sasa, huku nikiwa nimekaa katika muonekano wa kike, muonekano ambao tayari umeshagundulika na Boskani, akasema kwamba mbona umekuwa hivyo, kulikoni bwana? Nikamwambia kwamba sikia, huwezi amini, yani kila kitu ambacho nilikuwa natamani kije kutokea kimetokea. Bosi amefahamu kweli kwamba mimi ni mwanamke. Afisa, kilichonifurahisha zaidi ni kwamba hajaniachisha kazi, ila amenipatia tu nafasi nyingine ya kuendelea kufanya kazi kwenye kampuni yake nikiwa na muonekano wangu wa kike.
Basi Jojo alishangaa na kuniambia, wewe imekuaje? Yaani kimetokea nini kwanza? Aisee shoga yangu, safari yani ni ndefu na aliyotokea ni mengi sana. Ila kifupi tu ni kwamba ilitokea changamoto, ama yani naweza nikasema ni kama vile ajali. Nikawa sasa nimeanguka, na nilipoanguka sasa bahati mbaya nikawa nimejipigiza kwenye ubao na kupata kitu ambacho kilifanya niweze kuona maumivu makali ambayo yalipelekea mimi kuweza gundulika au kushindwa kuficha sauti yangu ya kike. Ikawaje sasa ni? Basi nilimwelezea kila kitu kilichotokea, na baada ya yote alishusha pumzi na kusema kwamba ila ndugu yangu, una Mungu. Yani una Mungu kwa namna huyo mtu jinsi alivyo na jinsi ambavyo ameweza kukubali uendelee kufanya kazi kwenye ofisi yake ili hali umemdanganya. Haki ya Mungu nakwambiaje, ni Mungu tu kakufanyia muujiza, la sivyo yule mtu angekuondoa pale kwa kuaibisha vibaya mno. Kusema kweli of course ni Mungu. Na namshukuru sana Mungu ambaye ameweza kunisaidia, nimeweza kukubalika na kupata nafasi nyingine machoni mwa boss, kwa sababu yani kama angenifukuza hata sijui hata ningeweka wapi tena sura yangu. Wanangu hata sijui ningewezaje kuwalea mimi. Na vile sasa nilikuwa nimeshachoshwa na maisha ambayo nilikuwa nikiishi huko mwanzo. Yani kwa hiyo kitendo cha Mungu tu kuweza kunipa hii nafasi. Jojo, nikwambie tu yani nashukuru na nina furaha ambayo hata sijui hata nieleze vipi. Basi Jojo alifurahi na kuinuka akaenda kuchukua kinywaji jikoni, akarejea na kuniambia kwamba hapa inabidi tusherehekee sasa. Angalau maisha ya hofu, maisha siji ya kuigiza yameshaisha na sasa tunaishi maisha ya uhalisia. Jojo baada ya kusema vile nilicheka na kupokea glasi, tukagonga cheers na kuendelea kunywa kile kinywaji, sasa tukipiga story 1 2 3. Ukweli ule usiku uliisha ukiwa na furaha sana kwa upande wangu, na ulikuwa ni usiku ambao ni bora katika maisha yangu yote. Basi siku iliisha, na kwa sababu siku iliyokuwa inafuata ni weekend, niliendelea na ratiba za pale nyumbani, kufanya usafi na mambo mengine mengi tu. Na baada ya weekend kuisha, siku iliyofuata niliingia kazini nikiwa kama Kalisa. Sio yule tena mwanaume ambaye nilikuwa nikiigiza kuwa, lakini nilikuwa ni mimi kama mimi, mwanamke kamili. Nilivaa mavazi ya kike ya heshima, tena kuvutia na yanayo someka kama mwanamke wa kazi mwenye weledi wa hali ya juu. Nikiwa sasa nimejipodoa vizuri tu, nijitazama kwenye kioo, nikatabasamu na kupiga hatua kuelekea ofisini kuanza ukurasa mpya wa maisha yangu. Sasa kabla ya kuanza rasmi majukumu yangu ya siku hiyo, nilikuwa nina mafaili fulani hivi mkononi ambayo yalitakiwa kupelekwa kwa bosi haraka sana. Hivyo nilielekea ofisini kwake, nikaweka handbag yangu pembeni kwenye meza yangu, kisha nikasogea na kugonga mlango wa bosi kwa ajili ya kuweza kuingia. Sauti yake ya mamlaka ilisikika ikisema kwamba karibu. Basi nilipofika mbele ya meza yake tu, bosi aliinua uso wake kwa ajili ya kuniangalia. Wakati huo sasa macho yake ya kijivu yenye kuvutia yalienda kunitazama moja kwa moja, yakiwa sasa amejaa mshangao na mshtuko wa namna yake. Kiukweli hakuwa amewahi kuona mwanamke mrembo wa aina ile. Maisha yangu ya nyuma ya kuvaa makoti makubwa na kujibadilisha sura yalikuwa yameficha kila kitu. Sasa kuniona nikiwa katika urembo ule na mavazi yale nadhifu yenye kuvutia sana, kulimfanya aniangalia yani kwa muda mrefu sana bila hata kupepesa macho. Lilikuwa ni jicho lilopenya hadi ndani ya nafsi yangu. Akatabasamu kidogo, tabasamu ambalo liliondoa ule ukali wake wa kila siku. Kisha akasema kwamba umependeza sana Kalisa. Kusikia hivyo, moyo wangu ulidunda kwa kasi ajabu sana. Nilitabasamu pia, nikainamisha kichwa changu chini kwa aibu ya kike, kisha nikamwambia kwa sauti ya upole kwamba asante boss. Sasa ili kuficha ule mshtuko wa mioyo yetu, niliweka zile faili mezani kwake na kuanza kumpa maelezo ya haraka na ya kina kuhusiana na yaliyomo ndani ya zile faili. Sauti yangu ya kike ilikuwa ikitoka kwa kujiamini sana, na kwa mara ya kwanza sikuwa na hofu ya kukamatwa. So baada ya kumaliza kutoa maelezo yote, sikuona kitu chochote cha kuendelea kuniweka mle ndani zaidi tu. Sikutaka kumfanya azidi kupoteza umakini wake wa kazi kwa sababu yangu. Kwa hiyo nikaomba udhuru, nikageuka na kutoka ofisini kwake, nirudi moja kwa moja kwenye sehemu yangu ya kazi. Nikavuta pumzi ndefu ya ushindi na kuanza kujishughulisha na majukumu mengine ya siku hiyo yaliyokuwa yakinisubiri. Mazingira ya ofisi yalianza kuchangamka, lakini kila mtu aliyekuwa akipita karibu na meza yangu alikuwa akipunguza mwendo. Minong'ono ya hapa na pale ilianza chini kwa chini. Wafanyakazi wenzangu waliokuwa sasa wamemzoea yule kijana wa kiume, sasa walikuwa wanamtazama mwanamke mrembo mwenye madaha na anayejiamini. Baadhi walihisi labda mimi ni mfanyakazi mpya aliyekuja kuchukua nafasi ya yule aliyokuepo, na wengine walibaki vinywa wazi bila kujua la kusema. Muda wa mapumziko ya mchana ulipofika,
Nilikuwa nimeinama kwenye kompyuta yangu nikimalizia sasa kuratibu ripoti fulani hivi. Ghafla niliona kivuli cha mtu kikitua juu ya mezangu. Nilivyoangalia hivi juu, alikuwa ni bosi. Alikuwa amesimama pale, mikono yake ikiwa sasa kwenye mifuko ya suruali yake, akinitazama kwa lile jicho lake la kijivu ambalo sasa lilikuwa ni la kirafiki zaidi. Na kwa upole akasema kwamba, Kalisa, naona kazi zinaenda vizuri. Ungependa kuongozana na mimi kwa ajili ya chakula cha mchana? Kuna mambo machache ya kikazi tunayotakiwa kuyaweka sawa sasa kwa kuwa sasa ni kama umeanza ukurasa mpya. Moyo wangu ulishtuka sana. Ofisi nzima ilikuwa kimya na nilihisi macho ya kila mtu yakitutazama. Hili halikuwa jambo la kawaida kwa boss kumwalika mfanyakazi wake wa ngazi ya chini kupata naye chakula cha mchana, tena kwenye mgahawa wa kifahari. Nilimtazama kwa sekunde chache, nikijaribu sasa kumeza mate. Kualikwa lunch na boss mwenye msimamo wa hadhi kama yake, haikuwa jambo la kawaida, lakini nilijua fika kuwa huu ulikuwa ni mwanzo wa mabadiliko niliyokuwa nayataka. Okay, sawa bosi, nitashukuru sana. Nijibu kwa sauti ya utulivu, huku sasa nikitabasamu kidogo na kuanza kuzima kompyuta yangu. Ninyanyuka nikachukua ile handbag ya kwangu niliyokuwa nimeiweka pembeni na kuanza kupiga hatua nikiwa pembeni yake. Wakati sasa tukitoka nje ya ofisi, nilihisi kuna kama minongono fulani hivyo wafanyakazi wenzetu kwa chini chini tu, huku sasa wakituangalia kwa macho ya mshangao na yenye maswali 1000. Lakini kwa mara ya kwanza maishani mwangu sikutaka kuruhusu hofu ya watu iniharibie wakati wangu mzuri. Nilitembea kwa madaa ya kike nikisikia upepo mwanana ukigusa ngozi yangu iliyokuwa huru sasa, bila yale manguo ya kiume. Basi tuliingia kwenye gari lake la kifahari ambalo lilikuwa likinukia manukato ya gharama kubwa sana. Naye sasa akaendesha hadi kwenye hoteli moja hivi ya utulivu na ya hadhi ya juu sana iliyokuwa pembezoni mwa jiji. Baada ya kufika na kuagiza chakula, bosi alikaa vizuri, akavua miwani yake na kunitazama tena kwa yale macho ya kijivu yenye kuvutia sana. Kulikuwa kuna ukimya mfupi uliotawala, ukimya ambao ulibeba hisia nzito. Baada ya kimya kirefu kupita, bosi alivunja ukimya. Kalisa, tangu asubuhi nilivyokuona ukiingia ofisini kwangu, nimeshindwa kabisa kuzingatia kazi zangu vizuri. Sura yako sasa ina amani na inavutia sana, tofauti na yule kijana ambaye aliyekuwa akifanya kazi kwa hofu. Asante sana bosi, hii yote ni wewe, kwa sababu usingenipatia nafasi sidhani kama ningekuwa na amani hivi. Okay, sawa. Nimefurahi pia kuona unajiamini sasa, na ndio maana nimekuleta hapa. Kazi yako ni nzuri sana Kalisa, na tangu mwanzo ulikuwa mfanyakazi bora. Lakini sasa kwa kuwa kila mtu ofisini atajua ukweli, nataka kukupatia cheo kingine. Uwe ni mhudumu wa wateja. Huku sasa nafasi yako msaidizi wangu wa karibu ikiendelea kuwa ya kwako, na utakuwa unashughulika na mimi moja kwa moja. Alisogea mbele kidogo na kunikaribia. Sauti yake sasa ikawa ya chini na upole zaidi. Lakini nje ya kazi, nataka pia nikufahamu zaidi kama mwanamke. Ila ni kama hutojali. Maneno yake yalinifanya nishushe pumzi ndefu. Maneno yale ya bosi yalizunguka kichwani mwangu kama wimbo mtamu lakini wa kushtua. Kupandishwa cheo na kuwa mhudumu wa kuhudumia wateja na kuendelea kuwa msaidizi wake binafsi ilikuwa ni jambo kubwa sana lililokuja na mabadiliko ya kiuchumi niliyokuwa nayalilia usiku na mchana kwa ajili ya wanangu. Lakini kile alichokiongeza mwishoni kwamba kutaka kunifahamu zaidi kama mwanamke nje ya kazi kilifanya mapigo ya moyo wangu yapige kwa kasi sana. Basi ninyanyua macho yangu na kukutana moja kwa moja na ya kwake, yaliyokuwa sasa yakinisubiri kwa shauku, huku mikono yake ikiwa imeungana juu ya meza. Nilikohoa kidogo kisha kuongea kwa sauti ya chini, nikijaribu sasa kuweka sawa hisia zangu. Bosi, kuhusu nafasi ya kazi na cheo kipya, nashukuru sana bosi, asante. Naahidi mimi sitakuangusha na nitafanya kazi kwa bidii na weledi mkubwa sana kama nilivyofanya tangia mwanzo. Nafasi hii inaenda kubadilisha maisha yangu na ya wanangu kwa kiasi kikubwa sana. Naelewa uwezo wako Kalisa. Ustahili kuwa pale ulipokuwa mwanzo. Kuhusu hilo usio na wasiwasi kabisa. Barua yako ya mkataba mpya na mshahara mpya itakuwa tayari kesho asubuhi. Msikilizaji, nishusha tu pumzi kisha nikasita kidogo kabla ya kugusia upande wa pili. Nitabasamu kwa aibu ya kike, vidole vyangu sasa vikitomasa ukingo wa glasi yangu ya maji. Na kuhusu kunitambua zaidi nje ya kazi, kiukweli nimefarijika sana bosi kusikia hivyo kutoka kwako. Naomba nipatie tu muda kidogo bosi, kila kitu
kimetokea kwa kasi sana na bado najaribu kuzoea maisha mapya ya kuwa mimi halisi mbele yako na mbele ya watu wengine. Bosi hakuonyesha ukasirika wala kusononeka. Badala yake alinyoosha mkono wake na kuugusa mkono wangu uliokuwa juu ya meza kwa sekunde chache, mguso uliorusha umeme wa joto mwilini mwangu, kisha akauondoa. Anyway, nimekuelewa kabisa. Sina haraka, kikubwa tu ni kwamba sasa hivi unaishi maisha yako ya ukweli na uko salama chini ya uangalizi wangu. Kula chakula kisha turudi ofisini tumalizie kazi. Basi chakula kile kilishuka vizuri, kikiwa sasa kimeambatana na mazungumzo mepesi ya kikazi na vicheko vidogo vidogo. Tuliporudi ofisini, bosi aliongoza mbele, mimi nikiwa nyuma yake. Basi wafanyakazi walivyoona tukiingia kwa pamoja, walianza sasa kunong'ona tena. Lakini safari hii sikuwa na muda wa kujali. Nilielekea kwenye meza yangu, nikachukua handbag yangu na vifaa vyangu, kwani kuanzia muda ule nilitakiwa kuhamisha ofisi na kwenda kukaa kwenye ile ofisi ndogo iliyopo mbele tu ya mlango wa boss, yani ofisi ya msaidizi wa boss. Sasa mchana ule ulipita kwa kasi sana, nikiwa busy tu kupanga mafaili yangu mapya na kujifunza mfumo wa ratiba za bosi. Siku ilipoisha na nilijisikia mchovu sana, lakini ni kama ni mwenye furaha sana ya kipekee. Nilivorudi nyumbani jioni hiyo, nilifungua mlango kwa nguvu na kumkuta Jojo akifanya maandalizi ya chakula cha jioni. Basi nipiga kelele hiyo kwa furaha, nikasema kwamba Jojo wangu Jojo. Mdo sasa nilikuwa nakiweka handbag juu ya meza. Jojo alitoka jikoni mbio tu, akiwa sasa ameshika mwiko, macho akiwa amemtoka, sema, wewe mwanangu vipi tena? Mbona kelele za furaha namna hiyo? Kuna nini kimetokea huko kazini?" Msikilizaji, nilimkimbilia na kumshika mikono yake yote miwili. Nikamwangalia kwa macho yaliyokuwa yamejaa ushindi, nikamwambia kwamba Jojo, uwezi amini Jojo, leo imekuwa ni siku ya maajabu zaidi. Unajua nini? Bosi amenialika lunch mchana kwenye hoteli ya kifahari. Jojo alishtuka sana, akasema, wewe kweli bosi ule wa macho kama paka mzee?" "Ya, ndio yeye." Nilicheka kwa sauti, nikamwambia kwamba sio hilo tu Jojo, amenipandisha cheo. Kuanzia leo mimi ni mhudumu wa wateja, yani tenda zote za ofisi na makolokolo kibao yanapita mkononi mwangu. Na kikubwa ni kwamba nafanya jukumu hilo, ila pia nafasi yangu ya kuwa msaidizi wa bosi iko pale, na mshahara wangu unaenda kupanda mara 2 ya ule wa mwanzo. Afu kingine sasa. Nilisita kidogo, nikicheka kwa aibu. Jojo akasema kwamba kingine nini bwana shogangu, basi ushaanza kunificha si ndio? Niambie bwana. Nikamwambia kwamba amesema anataka kunifahamu zaidi kama mwanamke nje ya mambo ya kazi. Jojo aliruka juu kwa furaha na kupiga vigegere vya chini ili sasa asipige kelele sana kwa ajili ya majirani. Jojo akasema hivi, jamani, nasema hivi, wewe una Mungu. Kalisa, una Mungu, yani milango imefunguka kabisa. Shoga yangu, maisha yetu yanaenda kubadilika. Nikasema acha tu. Yanaona kama ndoto Jojo, maana mambo yameenda haraka mno. Jojo akasema subiri kwanza. Umemjibu nini? Baada ya yeye kukuambia umemjibu nini? Sasa nijibu nini sasa? Zaidi ya kuomba tu muda. Angalau watu umeomba muda. Nilijua umekubali pale. We, ningekutia mbao. Wewe unakubalije kirahisi hivyo wewe? Basi nilicheka, tukaingia wote jikoni na kusaidiana kupika, tukaenda kulala. Usiku ule tulilala tukiwa sasa na amani kibao. Siku zilizofuata zikawa ni za mafanikio na utendaji mzuri tu wa kazi. Mahusiano yangu na bosi kazini yalikuwa ya weledi wa hali ya juu sana. Lakini kila tulipokuwa faragha ofisini mwake akisaini mafaili, yale macho yake ya kijivu yalikuwa ni kama akinitazama kwa namna ambayo ilionyesha kabisa wazi kuwa huyu bado ananisubiri. Wiki 2 zikaenda na siku moja Ijumaa jioni, tukiwa sasa tunamalizia pale ripoti ya mwisho wa mwezi ofisini mwake, bosi alishusha kalamu yake chini akanitazama. "Kalisa, naona sasa umeshasimama vizuri kwenye nafasi yako na una amani sana. Kesho ni Jumamosi na hatuingii kazini. Ningependa kukualika mtoko wa jioni kesho, rasmi kabisa kama mwanamke na mwanaume. Vipi, uko tayari?" Moyo wangu ulidunda sana msikilizaji. Hii ilikuwa ni fursa ya kuonyesha hisia zangu, maana uongo mbaya nilishamuelewa, lakini sasa nifikiria kuhusu wanangu na nikajikuta naogopa. Alipohoji au kunialika kuhusu hilo, nilisita na kutafakari kwa sekunde kadhaa. Kwa hakika moyoni nilikuwa tayari kukubali kutoka naye chakula cha usiku, lakini nilipopima mambo vizuri niliona sio sahihi. Ni kweli kwamba alikuwa ananivutia sana, of course, lakini nilipowazia watoto wangu nilipata picha tofauti kabisa. Sikutaka kumjibu kwa mkato au kumweleza waziwazi kuhusiana na hofu yangu kuhusu ukaribu huo. Nilihisi kwamba
Kujiingiza kwenye mahusiano kwa haraka namna hiyo kungeweza kuniletea shida kubwa baadaye, jambo ambalo mimi sikulitaka kabisa litokee, kwa sababu lingeniweka mimi na watoto wangu kwenye wakati mgumu. Hivyo basi nitabasamu kwa utulivu tu bila kuonyesha wasiwasi wote. Bosi, mimi nashukuru sana kwa mwaliko wako mzuri wa chakula cha usiku. Ninathamini sana fursa hii, lakini pia ikiwezekana naomba tusifanye mambo kwa haraka, kwani bado tuna muda kutosha. Unaweza kuchukua tu muda zaidi kunifahamu katika utendaji wangu wa kazi na hata maisha yangu ya kawaida tu nje ya kazi, nami pia nipate fursa kukufahamu vizuri. Nadhani hiyo itakuwa ni bora zaidi. Sasa aliponisikia alinitazama kwa umakini machoni. Kwani unahisi tukitoka pamoja leo usiku utakuwa umefanya kitu tofauti au kinyume? Hapo msikilizaji, nilipatwa na wasiwasi kidogo. Hapana bosi, haiko hivyo. Ni mtazamo wangu tu kwamba hakuna haja ya kukimbizana ikiwa bado tuna fursa na muda mbele yetu. Sijui kama nimekosea, lakini nimeona tu ni vyema tuchukue mambo taratibu. Kalisa, wewe ni mwanamke mzuri sana na tofauti sana. Unajua nimekutana na wanawake wengi, lakini wewe umekuwa ni wa kipekee sana. Anyway, nimekuelewa. Kila kitu kitaenda kama ulivyopanga na unavyotaka. Hakutakuwa na haraka yoyote. Nitachukua muda tu kukufahamu, lakini kwa kuwa umekuwa mwazi hivi, si vibaya tukiwa marafiki. Ningependa kuwa rafiki yako hata nje ya mazingira ya kazi kama utaridhia. Lakini haina shida bosi, karibu sana. Basi jamaa alishukuru, akanitakia jioni njema kisha akaondoka. Siku hiyo ilipita salama salimini. Kesho yake sasa niliingia kazini asubuhi kama kawaida tu na kuendelea majukumu yangu. Hata hivyo, tangu siku hiyo ukaribu wetu ulianza kukua taratibu. Kitendo cha kukubali kuwa marafiki nje ya kazi kilifungua mlango mpya kati yetu. Yule boss aliyekuwa mkali na mwenye kubana na muda wake kila wakati ulikuwa ni wa thamani sana nini, alibadilika kabisa na kuwa mpole na mtaratibu. Alitenga muda kwa ajili yangu, tukawa tunatoka kwenda kula chakula cha mchana pamoja, na tukirejea ofisini wakati mwingine alikuwa ni kama anakuja eneo langu la kazi, tunapiga story na kucheka. Kifupi, mambo yalianza kubadilika kwa kasi. Kazi haikuwa tena mazingira ya shinikizo na hofu, bali iligeuka kuwa mahali nilipotazamia kwenda kila asubuhi kwa tabasamu na hamu kubwa. Kila mara alipopita karibu na dawati langu, mtazamo wake tu ulitosha kunipa amani na kuweza kujiamini. Mabadiliko haya hayakuonekana kwangu tu, bali hata wafanyakazi wenzangu walihisi kuna kitu kimebadilika, ingawa hakuna aliyethubutu kuhoji waziwazi. Hata hivyo, katikati ya furaha hiyo na ukaribu uliokuwa ukistawi, sauti ya ndani ilizidi kunikumbusha kuwa mstari kati ya urafiki na ajira ni mwembamba sana. Kati ya urafiki na ajira ni mwembamba mno. Kila mara tulipokuwa tukicheka na kubadilishana mawazo wakati wa chakula cha mchana, akili yangu ilikuwa ikipiga hesabu za mbali. Hivi, huu urafiki ukivuka mipaka na kuingia kwenye mahusiano ya kimapenzi, je, nina uwezo wa kumiliki hali hiyo bila kuhatarisha ajira yangu au amani ya watoto wangu? Nilikuwa najiuliza hivyo msikilizaji. Sasa siku moja mchana tukiwa katika mgahawa mmoja hivi ambao ulikuwa ni mgahawa tulivu tu, tukiendelea na chakula, aliniangalia kwa umakini wa utofauti, kisha akaweka uma chini. Alinishika mkono kwa upole, akaniangalia machoni na kwa sauti ya upole sana, Kalisa, najua tulikubaliana kwenda taratibu, lakini kadri siku zinavyokwenda ni kama ninazidi kugundua kuwa siwezi tena kuigiza kuwa mimi rafiki yako wa kawaida tu. Moyo wangu ulilipuka kwa kasi msikilizaji. Mtego niliokuwa na uofia ndio huo sasa uliokuwa unategwa mbele yangu, na safari hii sikuwa na hakika kama ningeweza tena kutoa majibu ya kumpiga chenga bila kuharibu amani tuliyokuwa tumeijenga. Nitabasamu tu. Unaweza sana bosi, mimi nafikiri tu itazidi kuvutia zaidi ukiendelea kuwa rafiki. Yaani tubaki kuwa rafiki na bosi. Nilivyojibu hivyo, alijua wazi kuwa na mkwepa. Naona kama ni kama hakutaka kunganiza, akaliacha likapita. Basi tuliendelea kuwa marafiki ambao tunaweza kutaniana, tukashauriana na hata kuongelea maisha kwa ujumla. Wafanyakazi wengine ofisini walianza kuzoea ukaribu wetu, na ingawa maneno ya chini chini hayakukosekana, weledi wetu kazini uliwanyamazisha wote. Tulikuwa mimi kwanza msikilizaji nilikuwa ni msaidizi makini sana, na yeye alikuwa ni bosi na rafiki mwenye heshima. Kwa hiyo tulikuwa ni kama watu ambao tunaheshimiana sana. Hadi mwezi mmoja ulivyopita, kukatokea tukio jingine ambalo lilipelekea urafiki wetu kuvuka mipaka ofisi. Nakumbuka bwana, siku hiyo ya Alhamisi
Bosi aliniita ofisini kwake akiwa sasa anatazama barua pepe kwenye laptop yake. Kalisa, kuna dharura imetokea. Kuna matawi yetu mapya kule Arusha yanahitaji ukaguzi wa haraka sana wa mifumo ya kifedha na utendaji kazi kabla bodi ya kurugenzi haijafanya kikao kikuu cha mwaka. Basi mimi nilinyoka na kumsikiliza kwa makini. Alinyanyua macho yake na kunitazama kwa tabasamu lake la kirafiki, tabasamu ambalo lilikuwa limezoeleka. Sasa nitahitaji kusafiri kwenda huko kwa siku 3, kuanzia kesho Jumaa hadi Jumapili. Na kwa kuwa wewe ndiye unayejua kila undani wa faili hizi tangu tuanze kuzirekebisha, nitasafiri na wewe kama msaidizi wangu na rafiki yangu wa kikazi ili unisaidie huko. Vipi, unaonaje? Je, ratiba zako za nyumbani zitaruhusu? Msikilizaji, moyo wangu ulidunda kidogo. Nikamfikiria Jojo na wanangu, maana walikuwa tayari mjini, yani naishi nao. Lakini sasa nikajua hii ni nafasi nyingine kubwa ya kikazi inayozidi kuweka mustakabali wangu wa kifedha mahali salama. Bosi, haina shida. Naweza tu nikapanga ratiba zangu vizuri. Jojo atakuwa na watoto. Safi sana. Sasa nitaagiza tiketi za ndege kwa ajili yetu sote wawili. Kesho asubuhi na mapema tunakuwa ya Pipa, alisema kwa msisimko sana. Sasa nilivyorudi nyumbani usiku ule bwana, nikamwambia Jojo kuhusu safari ile ya siku 3. Jojo alinitazama kwa jicho la kudadisi, huku akisema kwamba wewe mwanangu, safari ya Arusha na bosi tena weekend yote hiyo. Jojo, usisikilize basi mawazo yako tu. Ni safari ya kikazi kabisa. Tushakubaliana kuwa sisi ni marafiki tu na tunajenga ukaribu wa kikazi na mazoea ya kawaida. So hakuna cha ziada. Nilimjibu sasa nikicheka na kuanza kufunga nguo zangu kwenye sanduku dogo. Jojo akasema, haya mwaya, mimi nakuombea tu heri. Watoto waache na mimi, nitaenda nao sawa? Jojo alimalizia hivyo. Sasa siku ya Ijumaa ilikuwa ni time ya asubuhi. Tukapaa kuelekea Arusha. Tukio lile bwana lilituweka karibu zaidi, kwani kwa mara ya kwanza tulikuwa nje ya mazingira ya ofisi, huku neno ya uwe karibu kama rafiki likiwemo. Basi tulipofika, tulipokelewa na gari la tawi la kule na kupelekwa moja kwa moja kwenye hoteli kubwa na ya kifahari ambayo bosi alikuwa ameshaweka booking ya vyumba vyetu. Kila mtu alikuwa na chumba chake, japo vyumba hivyo vilikuwa vimetazamana kwenye korido moja. Kazi ilianza mara moja mchana ule. Tulitembea ofisi za tawi lile, tukafanya vikao vizito na wasimamizi wa huko. Mimi sasa nikiwa pembeni yake nikiandika tu kila nukta na kutoa ushauri pale palipohitajika. Weledi wangu ulimfanya bosi anitazame kwa jicho la kujivunia mbele ya viongozi wa Arusha. Sasa siku ya Jumamosi usiku, baada ya kumaliza kazi zote ngumu na kufanikisha ripoti tulizozifuata, bosi alinigongea mlango wa chumba changu. Ilikuwa ni time ya 2 usiku. Nilifungua mlango nikiwa nimevaa tu nguo ya kawaida ya nyumbani. Ilikuwa tu ni nguo fulani hivi heshima. Kalisa, kazi sasa imeshaisha kwa 100%. Naona itakuwa si vizuri tukiondoka Arusha bila kufurahia hata kidogo mazingira. Kuna sehemu ya wazi hapo hotelini, ina moto wa kuotea na mziki mzuri tu wa taratibu. Twende basi tukapate kikombe cha kahawa au kinywaji ili kuweza kupumzisha akili kama rafiki. Jamaa alisema sasa amesimama mlangoni akiwa amevalia koti jepesi tu kwa ajili ya baridi. Sasa mimi niliona haina shida, nikatabasamu na kukubali. Tukaenda kukaa kule bustanini karibu na ule moto uliokuwa sasa unawaka na kutoa joto zuri tu dhidi ya baridi la usiku. Tulipata vinywaji vyetu huku sasa tukipiga story na kucheka kuhusu changamoto tu ambazo kwa tumekutana nazo kwenye vikao vya asubuhi. So mazoea yalikuwa yamefika kiwango cha juu sana. Tulikuwa tukiongea bila kificho, tukijadili hadi malengo yetu ya maisha ya baadaye. Unajua Kalisa, bosi alianza kuongea, sauti yake ikishuka chini kidogo, kusasa macho yake ya kijivu yakimetameta kwa mwangaza ule moto. Katika maisha yangu yote ya utafutaji sijawahi kuwa na mtu ambaye namwamini ofisini na nje ya ofisi kama wewe. Uwepo wako umeyafanya maisha yangu ya kazi kuwa mepesi sana, na urembo wako wa asili unazidi kunivutia kila siku ninavyozidi kukufahamu kama rafiki. Maneno yale yalinifanya nitulie kidogo, nikitazama ule moto uliokuwa ukiwaka mbele yetu. Hisia zilikuwa zimeanza kugonga mlango kwa kasi, lakini niliendelea kushikilia msimamo wetu wa urafiki huku nikitabasamu. Ghafla upepo mkali wa baridi ulivuma, ukanifanya sasa nisisimke mwili mzima na kupiga chafe kidogo. Kabla sijasema kitu, bosi alinyanyuka, akavua lile koti lake na kuja kunivika mabegani mwangu kwa upole tu. Mikono yake ilikaa juu ya mabega yangu kwa sekunde kadhaa, na niliponyanyua uso wangu kumtazama, macho yetu yalikutana kwa ukaribu ambao hatukuwahi kuwa nao mwanzo.
Nikiwa nimeshtushwa kidogo na ule mguso wa koti mabegani mwangu, nilitabasamu kwa utulivu na kurudi nyuma kidogo kwa adabu, ili kuweka sasa ule mpaka wa urafiki tuliojiwekea. Sikutaka mambo ya kimapenzi yaingie kwa kasi na kuharibu kile tulichokijenga. Asante sana kwa koti boss. Baridi la Arusha sio la mchezo, lakini naona muda umeenda sana, na kesho asubuhi na mapema tuna safari ya ndege kurudi Dar. Labda tuondoke tuelekee kupumzika ili tuwahi ndege. Nilisema sasa nikijisogeza vizuri kwenye kiti changu na kurekebisha gauni langu. Bosi alitazama chini kidogo, akameza maneno aliyokuwa yamejaa kifuani mwake, kisha alitabasamu kwa heshima ya hali ya juu, akaitikia kwa kichwa na kusema kwamba anyway, ni kweli, twende tukapumzike. Umefanya kazi kubwa sana wiki hii na unastahili mapumziko ya kutosha. Basi kila mmoja airudi chumbani kwake, na usiku ule uliisha kwa amani kabisa. Tulifanikiwa kulinda urafiki wetu kwa weledi mkubwa bila kuacha hisia za kimapenzi kuchafua hali ya hewa. Kuna urafiki kweli hapa. Basi siku ya Jumatatu iliyofuata, tukiwa sasa tumerudi katika jiji la Dar es Salaam, jiji lenye joto na harakati nyingi. Ilikuwa ni tarehe ya mwisho wa mwezi. Huu ulikuwa ni wakati ambao nilikuwa nikisubiri kwa hamu sana na hofu kubwa moyoni mwangu. Nilipofika ofisini asubuhi hiyo, nilikuta barua yangu rasmi ya mkataba mpya wa kazi ikiwa sasa imewekwa nadhifu kabisa juu ya meza yangu mpya. Nilivuta kiti, nikakaa na kuanza kuisoma, kusoma mkataba ule kwa makini mkubwa. Kila kipengele kilikuwa kimeandikwa kwa faida yangu. Muda mfupi baadaye, nikiwa sasa bado natafakari barua ile, sauti ya ujumbe mfupi iliingia kwenye simu yangu ya mkononi. Nilichukua simu ile kwa mikono inayotetemeka. Macho yangu yalipokutana na tarakimu zilizopo kwenye screen, machozi ya furaha yanilenga na kuanza kunitoka bila mimi mwenyewe kutarajia. Mungu wangu, ulikuwa ni mshahara mkubwa sana. Mshahara ambao sijawahi kuingiza maishani mwangu tangu nianze kuhangaika na maisha haya ya tabu hapa jijini. Zile changamoto za kuficha sauti, kuvaa ndevu za bandia na kuishi kwa hofu, sasa zilikuwa ni kama zinalipa kwa namna ya kipekee. Jioni hiyo, baada ya masaa ya kazi kuisha, nilifunga mafaili yangu kwa haraka na kurudi nyumbani kwa kasi ya ajabu sana. Kwa furaha niliyokuwa nayo, nilikuwa naona kama napaa hivi. Na nilipofungua mlango wa nyumba yetu, nilimkuta Jojo akiwa amekaa sebuleni akisuka nywele zake, huku akiwa ameweka redio kwa mbali. Nilienda moja kwa moja hadi mbele yake, nikapiga magoti kwa furaha na kuweka ile simu mbele ya uso wake ili sasa ashuhudie mwenyewe ule ujumbe wa bank. Jojo alipiga kelele akasema, wewe mwanangu, hizi namba zote hapa ni za kwako ama machongo yana shida? Jojo alipiga kelele ya furaha sana. Sasa akaacha kile kioo alichokuwa ameshika na kuruka hadi juu kwa furaha isiyo na kifani. Nikamwambia Jojo kwamba ni zangu kabisa. Mungu jamani, ametujibu maombi yetu, ametujibu. Nilimkumbatia kwa nguvu shoga yangu na sote wawili tukawa sasa tunacheza sebuleni huku sasa tukishangilia. Basi bwana, nikasema kwamba na sasa hivi kwa kuwa maisha sasa ameshanyoka na hii pesa imeingia hapa, mimi na wazo kubwa sana mwanangu. Pesa hii ni kubwa na sote tunajua mtaa huu tulio sasa hivi una changamoto nyingi sana, hasa kwa malezi ya wanangu. Nataka mimi na wewe tutafute nyumba kubwa nzuri na ya kisasa na yenye usalama kwenye mtaa mzuri zaidi hapa mjini. Tukapange pamoja. Wewe ni ndugu yangu wa dhati sana Jojo. Unajua umenisaidia wakati sikuwa na kitu Na hatua hii sasa mafanikio tunaenda kuipiga pamoja kama ndugu. Niliongea nikiwa sasa nimemshika mikono yake miwili. Jojo aligubikwa na hisia nzito, akashika kifua chake kusasa, machozi ya shukrani yakimtoka. Hakuamini kama ningeweza kumkumbatia baada ya kupata mafanikio hayo makubwa. Jojo akasema, haki ya Mungu Kalisa, wewe ni rafiki wa kweli na wa kipekee sana. Watu wengi wakipata pesa na vyeo ofisini mwao, usahau kabisa walikotoka na kuwatupa wale waliowasaidia kwenye shida. Lakini wewe aisee, umekuwa tofauti. Na ninakuahidi kuanzia kesho nitaanza kuzungumza na madalali ili tukatafute hiyo nyumba mpya na ndoto zetu. Basi msikilizaji, wiki mbili baadaye, tukiwa sasa bado kwenye mchakato wa kutafuta nyumba hiyo mpya ya kupanga pamoja na Jojo, tukio jipya lilitokea ofisini ambalo lilitikisa kabisa utulivu na amani ya bosi wangu. Kampuni yetu bwana ilipata mwaliko rasmi wa kuhudhuria dhifa kubwa ya wadau wa kibiashara, yani business gala, iliyofanyika kwenye hoteli moja ya nyota 5 jijini Dar. Lilikuwa ni tukio kubwa ambalo lilikusanya wafanyabiashara wakubwa, wakurugenzi na wawekezaji wa sekta mbalimbali. Siku hiyo bwana niliamua kuvaa gauni refu tu la jioni la rangi ya kifalme ambalo lilikuwa na nakshi za kupendeza zilizochora vizuri sana umbo langu la kike. Nitengeneza nywele zangu vizuri na kujipodoa kwa namna upole lakini yenye kuvutia sana. Kiukweli nilikuwa nimependeza kwa kiwango ambacho ilikuwa ni ngumu kwa mtu yote kutokunitazama.
Na sikuwa mwenyewe, ila nilikuwa na boss. Na nilivyo sasa ambatana naye kuingia ndani ya ule ukumbi mkubwa wenye taa za kifahari, nilihisi kama macho ya watu wengi yakitugeukia. Bosi wangu alikuwa amevalia suti ya rangi nyeusi tena ya gharama kubwa, na alikuwa akitembea pembeni yangu. Alijivunia kuwa na msaidizi mrembo na mtanashati kama mimi, na ule urafiki wetu sasa ulimfanya awe huru kuongea na mimi kwa tabasamu wakati wote. Tukiwa bado sasa tunasimama karibu na eneo la vinywaji, alitokea mwanaume mmoja mtanashati sana, mrefu tu, mweusi wa wastani na mwenye sauti nzito yenye mamlaka na mvuto fulani hivi. Huyu jamaa anaitwa Kendrick. Alikuwa ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni pinzani ambayo kwa miaka mingi imekuwa ikichuana vikali sana na kampuni ya bosi wangu katika soko la kibiashara. Lakini pia alikuwa ni mtu anayejulikana kwa mbinu zake kali za kibiashara na kujiamini kuliko kiasi. Asa Kendrick akasema kwamba, asante sana kwa kuwepo hapo bwana usiku wa leo. Karibu sana bwana mkubwa. Kendrick aliongea kwa sauti ya kuchangamka akisogea mbele yetu. Alinyosha mkono wake na kushika mkono wa bosi wangu, wakasalimiana kishabiki tu na kwa mtindo wa ushindani ule wa kiume, si unajua kisha ghafla macho yakahamia kwangu. Macho yake yalizunguka mwilini mwangu na kung'aa kwa mshangao mkubwa wa kuvutia. Basi Kendrick akasema kwamba, na huyu mrembo wa kipekee na wa kifalme ni nani? Sijawahi kuona uzuri wa namna hii bwana. Kwenye kampuni yako kumbe na warembo namna hii Kendrick alisema kwa sauti ya chini yenye sifa, huku sasa akinyoosha mkono wake kwa adabu ya hali ya juu kuelekea kwangu. Alishika viganja vyangu vya mikono kwa pole, akavisogeza karibu na mdomo wake kana kwamba anataka kuvibusu hewani kwa mtindo wa heshima ule wa kizungu. Si unajua Nilihisi kama mwili wa bosi wangu ukikaza ghafla pembeni yangu. Ile hali yake ya uchangamfu na tabasamu la bosi wangu ilitoweka hapo hapo. Na lile jicho lake la kijivu lilibadilika na kuwa ni kama la ubaridi fulani hivi. Sasa bosi wangu akajibu ya kwamba huyu anaitwa Kalisa. Yeye ni msaidizi wangu wa karibu na pia ni mshauri wangu mkuu katika mambo yote ya kimkakati ya kampuni yangu. Bosi alijibu kwa sauti ya kukata, yenye mamlaka makubwa na iliyojaa msisitizo. Wakati akiongea hayo, bosi alipiga hatua moja mbele kwa makusudi kabisa. Akasogea kwa namna ambayo aliweka kizuizi cha kimwili kati yangu na Kendrick. Akijaribu sasa kunilinda au kunificha nisitazamwe zaidi na mwanaume huyo. Sasa Kendrick aliona ule mshtuko wa bosi wangu. Akacheka kwa sauti ya chini ya kujiamini sana, huku akizidi kunichungulia kwa macho yenye kuvutia mbele ya bosi. Basi Kendrick akasema kwamba Kalisa ni jina zuri na lenye hadhi kubwa sana. Unajua Kalisa, mtu mwenye akili nyingi, uweledi mkubwa na urembo wa kiwango chako anapaswa kufanya kazi kwenye mazingira makubwa na yenye maslahi makubwa zaidi ya hapa. Kama ukiona bosi wako anakubana bana na hakupi nafasi unayostahili, milango ya ofisi yangu iko wazi kabisa, wakati wowote unakaribishwa. Sawa unaweza kuja na kuchukua nafasi ya kurugenzi wa mawasiliano kwenye kampuni yangu mpya. Mr. Kendrick, asante sana kwa ofa yako. Asante sana kwa hiyo ofa, lakini Kalisa yuko sehemu salama sana hapa. Anatambua thamani yake kwetu na atarajii kuondoka wala kubadilisha kazi wakati wote ule. Bosi alijibu kwa haraka sana na kwa ukali kabla hata mimi sijafungua mdomo wangu kusema neno lolote. Basi sauti yake ilikuwa imejaa wivu wa wazi kabisa, ambao yeye mwenyewe hakujua kama umedhihirika kwa nguo wivu. Baada ya kusema hayo, bosi alinyoosha mkono wake kwa upole lakini kwa msisitizo. Akashika kiwiko changu cha mkono na kuniambia kwamba, Kalisa, twende kule upande pele. Kuna wadau muhimu sana wa kibenki wanatusubiri kwa ajili ya mazungumzo. Basi nigeuka na kuongozana naye sasa, nikitupa jicho la mwisho kwa Kendrick ambaye alikuwa akitazama huku sasa akitabasamu kwa ushindi, akijua amefaulu kuvuruga amani ya bosi wangu. Tuliposogea pembeni kwenye kona ya ukumbi, bosi alikuwa akishusha pumzi fupi fupi za hasira na wasiwasi. Basi bwana, aligeuka na kunitazama moja kwa moja machoni. Lile jicho lake la kijivu likionyesha hofu kubwa ya kunipoteza ambayo hajawahi kuwa nayo tangu nifanye kazi naye. Kalisa, naomba unisikilize kwa makini sana. Umesikia? Huyu sio mtu mzuri kabisa kwenye tasnia hii ya biashara. Ana mbinu chafu sana na anajulikana kwa kuharibu wafanyakazi wa watu wengine. Naomba uwe mbali naye kabisa. Na wala sikudanganye kwa ahadi zake za vyeo vikubwa na mishahara ya juu. Hapana. Wewe ni nguzo muhimu sana kwangu na kwa kampuni hii. Na nisingependa kuona mtu yeyote anakuingiza kwenye matatizo. Alisema kwa sauti ya chini iliyokuwa sasa inatetemeka kidogo. Nilitazama ule mshtuko, hofu na wivu mkubwa uliokuwa machoni mwa bosi wangu. Ingawa tulikuwa bado tunashikilia msimamo wetu wa kuwa marafiki wa dhati na weledi wa kazi bila kuonyesha hisia za kimapenzi, moyoni mwangu nilijua vizuri kabisa kuwa ujio wa Kendrick ulikuwa umeanza kufungua macho ya bosi wangu.
Sasa alikuwa anaanza kutambua thamani yangu halisi, si tu kama msaidizi wa ofisi, bali kama mwanamke wa kipekee ambaye anahitaji kuwa naye karibu katika maisha yake yote, na kwamba akizembea kidogo tu, kuna wanaume wengine wenye nguvu walikuwa tayari kumnyang'anya ua hilo la kipekee. Sasa mchezo wa chini chini wa hisia ulikuwa yani ni kama umeanza kushika kasi bila hata mmoja wetu kutamka neno I love you. Nilimtazama bosi wangu sasa nikiwa nimevaa lile tabasamu la upole na la kiungwana ambalo kila siku limekuwa likimpa utulivu. Niliona jinsi kifua chake kilivyokuwa kikitweta kwa hasira ya chini chini ile, na jinsi vidole vyake vilivyokuwa vikichezea glasi ya kinywaji kwa hofu. Ondosha bosi wangu na rafiki yangu, mimi sio mtu wa kuyumbishwa na maneno ya ahadi za vyeo sijui vikubwa vya nje. No, mimi natambua mkataba wangu, na zaidi ya yote ninathamini heshima na nafasi ulionipatia kwenye kampuni yako. Kendrick amefanya mchezo tu wa kibiashara tu, lakini mimi niko hapa kwa ajili ya kazi. Basi nilisema kwa sauti ya utulivu tu iliyoshuka kama mziki mwanana masikioni mwake. Maneno yale yalionekana kumshusha pressure kwa kiasi fulani. Alivuta pumzi ndefu, akatazama kando, kisha akajaribu kurudisha lile tabasamu lake la kawaida, ingawa lile jicho lake la kijivu bado lilikuwa na uwingu wa mashaka. Usiku ule wa dhifa ya kibiashara uliisha tukiwa salama, na bosi alihakikisha ananisindikiza hadi kwenye gari nilokuwa request, akisubiria sasa hadi niondoke mbele ya macho yake. Sasa siku ya Jumatatu iliyofuata nilifika ofisini mapema sana kama ilivyokuwa kawaida yangu. Baada ya kuweka handbag yangu kwenye meza yangu ndogo iliyopo mbele ya mlango wa bosi, nilishangaa kukuta sanduku zuri la zawadi la rangi ya dhahabu na maua meupe ya waridi yakiwa yamepambwa kwa umakini mkubwa sana juu ya meza yangu. Nilipiga hatua kurudi nyuma kidogo kwa mshangao. Wafanyakazi wenzangu sasa wachache waliokuwa wamewahi kufika asubuhi hiyo walikuwa wakinitazama kwa macho udadisi na tabasamu la chini chini. Nilisogea karibu na kuokota kadi ndogo iliyokuwa imepachikwa katikati ya maua. Nikaifungua na kukuta maandishi nadhifu yaliyosomeka kwamba heshima yako Kalisa. Usiku wa gala ulikuwa ni wa kipekee sana kwa sababu tu ya uwepo wako. Natumaini maua haya yataleta tabasamu kwenye wiki yako mpya. Kumbuka, milango yangu iko wazi kila sekunde kwa mwanamke mwenye akili na maono kama wewe. By Kendrick. Moyo wangu msikilizaji, ingawa ni kama yani ulikuwa jasiri, lakini uliingiwa na hofu. Na kabla hata sijajua la kufanya na yale maua au wapi pa kuyaficha, mlango mkubwa wa kioo wa kuingilia ofisini ulifunguka. Alikuwa ni bosi. Alikuwa ameingia kwa kasi ya kawaida tu, akirekebisha suti yake lakini mara baada ya kupiga hatua 3 kuelekea mezangu, macho yake yaligongana moja kwa moja na yale maua ya waridi na ile sanduku la dhahabu. Sasa jamaa alisimama ghafla, uso wake ulibadilika haraka sana kutoka kwenye utulivu wa asubuhi na kuwa mwekundu. Alikaza taya zake za uso, akatupa jicho kwenye yale maua, kisha akatazama ile kadi ndogo iliyokuwa bado mkononi mwangu. Akauliza kwamba Kalisa, hiyo ni nini? Aliuliza kwa sauti ya chini lakini iliyobeba uzito mkubwa uliowafanya hata wafanyakazi waliokuwa mbali washtuke na kuinua vichwa vyao. Sasa mimi nisita kidogo baada ya kusema kwamba boss, nijaribu kutafuta maneno sahihi bila kuonekana kama ninaficha kitu. Wewe nini? Boss aliuliza kwa sauti ya chini lakini yenye ukali ndani yake. Nimekuta ya maua juu ya meza yangu asubuhi hii nilipofika. Kuna kadi hapa naona yametoka kwa Kendrick. Boss hakusema neno lolote zaidi. Alipiga hatua ndefu, akachukua ile kadi kutoka mikononi mwangu na kuisoma haraka. Niliona mishipa ya shingo yake ikitoka kwa hasira. Bila kuniambia neno lolote, aligeuka na kuingia ofisini kwake, akishindilia mlango kwa nguvu iliyofanya vioo vitikisike. Aisee, nilibaki nimesimama pale nikiwa nimepigwa na bumbuazi. Wafanyakazi wenzangu walibaki kimya. Hakuna aliyethubutu hata kupumua kwa sauti ya juu. Najisikia vibaya sana. Mimi sikutaka urafiki wangu na bosi uingie dosari kwa sababu ya mbinu chafu za Kendrick za kutaka kututenganisha. Aisee, nitamani kumfuata bosi, ila nikaona hata kama nikimfuata nitaongea nini? Hivyo nikaamua tu kukaa na kuendelea na kazi zangu, na baada ya masaa mawili ya ukimya mzito, simu ya mezani iliita. Nilipokea kwa haraka. Bosi akaniambia kwamba Kalisa, ingia ofisini kwangu sasa hivi na mafaili ya mradi mpya. Sauti ya bosi ilisikika hivyo ikiwa imekauka. Haina ule uchangamfu wa kila siku. Sasa mimi nilibeba mafaili yangu, nikavuta pumzi ndefu ya kujitengenezea ule ujasiri, kisha nikagonga mlango na kuingia. Nilimkuta amekaa kwenye kiti chake kikubwa. Amesogelea tu nyuma, akitazama nje kupitia dirisha kubwa. Hakuwa amevua koti lake kama kawaida yake tu ile mida ya asubuhi. Sasa mimi niliweka mafaili mezani kwa pole tu, nikasimama na kumtazama kwa jicho la huruma na la urafiki wa ukweli kabisa.
Bosi, naomba niongee na wewe kama rafiki yako, sio kama mfanyakazi wako. Jamaa aligeuza kiti chake taratibu na kunitazama. Macho yake ya kijivu yalikuwa yamejaa uchovu, hofu na wivu wa waziwazi kabisa ambao alikuwa anashindwa kabisa kuuficha. Kalisa, sijui tu ni kwa nini na hisia hizi, lakini tangu asubuhi nilivyoona yale maua juu ya meza yako, nimehisi kama kuna kitu kikubwa kama naenda kunyang'anywa. Umekuwa ni mtu wa kipekee sana maishani mwangu. Ulipokuwa ukiishi maisha ya kuigiza kama mwanaume, ulinilinda na kunisaidia kwa uaminifu wote. Na sasa ulivyosimama kama mwanamke, umekuwa nguzo na amani yangu pekee hapa ofisini na nje. Kwa siwezi kufikiria maisha ya kampuni hii au maisha yangu ya kila siku bila uwepo wako. Jamaa alianza kusema hivyo, sauti yake ikiwa sasa ni ya upole lakini yenye hisia nzito. Kisha alinyanyuka na kusogea mbele ya meza. Akasimama karibu nami kwa umbali uliotupatia nafasi ya kusikia sasa mpigo wa mioyo yetu, na kuendelea kusema kwamba mimi na wewe tulikubaliana kuwa marafiki kwanza, na ninaheshimu sana msimamo wako Kalisa, lakini kikweli kile Kendrick anachokifanya kinanivuruga sana akili. Yaani mimi siko tayari kukupoteza kwa mtu yote ule. Nilimtazama bosi wangu, nikasikia maneno yake yakigusa kila chembe ya moyo wangu. Yale yalikuwa ni matamshi ya mwanaume anayeanza kutambua kuwa anahitaji zaidi ya vile alivyokuwa anafikiria mwanzo. Lakini nilijua bado tulitakiwa kuwa makini ili kulinda heshima yetu. Bosi, naomba niamini mimi. Yale maua nimeshamwambia mfanyakazi wa usafi aiondoe pale mezani na kuyatupa. Kendrick hana nafasi yote hapa. Na urafiki wetu na kazi yetu ni vitu ambavyo vinasimama imara. Hakuna mtu wa nje ambaye anayeweza kubomoa kile tulichokijenga. Nilimwambia sasa nikitabasamu kwa utulivu ili kumrudisha kwenye hali ya kawaida. Sasa macho yake ya kijivu yaling'aa kwa uweni kubwa kusikia uamuzi wangu wa kuyatupa yale maua. Alitabasamu kwa mara ya kwanza asubuhi hiyo. Tabasamu ambalo lilikuwa limejaa shukrani na amani ya moyo. Sasa mimi ni kama vile unajua, ni kama huyu jamaa alitamani kunikumbatia, ila sasa akaheshimu mipaka na kuishia kunishukuru tu. Kisha akaniruhusu nikaendelea na kazi. Nami bila kuchelewa nikaondoka. Sasa jioni ya hiyo siku nirudi nyumbani nikiwa na mchanganyiko wa mawazo lakini pia amani. Nilimkuta Jojo akimaliza kupika chakula cha jioni huku watoto wakiwa wamelala. Nilikwenda kukaa jikoni karibu naye, nikaanza kumsimulia kila kitu kilichotokea ofisini, kuanzia maua ya Kendrick hadi wivu na maneno mazito ya bosi wangu. Sasa Jojo aliacha kukoroga mboga, akageuka na kunitazama kwa jicho la ushindi na furaha ya dhati kama rafiki wa kweli. Akaniambia kwamba shoga yangu Kalisa, nasema hivi, wewe umemkamata ule bosi pabaya bila hata wewe mwenyewe kutumia nguvu. Na huyo Kendrick amekuja tu kama jaribu. Lakini kumbe ndiye anayekwenda kumlazimisha bosi wako afunguke ama afungue macho na kuacha uzembe. Mwanaume akianza kuona wivu na kuogopa kukupoteza kwa mwanaume mwingine, ujue hapo ameshafika mwisho wa reli. Lakini mimi nimefurahi sana ulivyocheza kama mwanamke mwenye akili. Kitendo cha kuyatupilia mbali maua ya Kendrick kimemthibitishia bosi wako kuwa wewe ni mtu wa uaminifu na una msimamo. Basi Jojo alivyosema hivyo, nilicheka tu. Nikamwambia kwamba Jojo bwana, mimi nataka tuendelee kuwa marafiki kwanza ili kila kitu kikae sawa kikazi, mimi sitaki papara. Jojo akasema, ni sawa kabisa shoga yangu. Msimamo wako ni mzuri sana. Sawa kwanza na kuna habari njema. Leo yule dalali amenipigia simu. Amepata nyumba nzuri sana. Na iko na uzio mkubwa. Uwanja mzuri kwa ajili ya watoto kucheza na vyumba vitatu vikubwa tu vya kisasa. Bei yake inaendana kabisa na uwezo wetu wa sasa. Amesema kesho jioni baada ya kazi tunaweza kwenda kuiona. Baada ya Jojo kusema vile, nikasema kwamba hiyo ni habari njema sana Jojo. Basi nisema hivyo. Tena nilizungumza kwa furaha sana nikipokea sahani ya chakula. Akasema kwamba kesho baada ya kazi tutaenda sote wawili kuikagua. Hatua hii mpya maisha lazima tuifurahie. Basi bwana, siku ya Jumanne iliyofuata ilianza kwa kasi ya ajabu sana. Baada ya dhoruba ya maua ya Kendrick kutulia, ofisi ilirejea katika hali yake ya utulivu. Lakini sasa ule wivu wa boss ulikuwa umeacha alama chanya. Akawa sasa anajali zaidi kila hatua yangu, kuhakikisha kwamba sishtushwi na jambo lolote. Kila alipopata nafasi ya kutoka ofisini kwake, alipita kwenye meza yangu kunisalimia, na yale macho yake sasa kijivu yalikuwa akinitazama kwa ulinzi mkubwa. Muda wa saa 11 jioni ulipofika, nilifunga kompyuta yangu kwa haraka sana kwa sababu nilikuwa na miadi muhimu sana na Jojo pamoja na yule dalali wa nyumba. Sasa nilipokuwa nikibeba handbag ya kwangu, boss alitoka ofisini kwake akiwa sasa amebeba funguo za gari. Kalisa, naona una haraka sana jioni hii. Kuna tatizo lolote au dharura nyumbani? Hapana bosi wangu, ni kwamba tu
Hakuna tatizo. Ni leo mimi pamoja na Jojo tunaenda kukagua nyumba mpya ya kupanga kule maeneo ya Mbezi. Baada ya maisha kunyoka, nimeona tu ni vyema nitafute mazingira bora na salama zaidi kwa ajili ya malezi ya wanangu. Na Jojo atakuwa na mimi. Basi nilivyosema hivyo, bosi alishtuka kidogo, kisha tabasamu pana likachipuka usoni mwake. Macho yake ya kijivu yaling'aa kwa furaha ya kweli kuona kwamba ninapiga hatua mbele. Akasema kwamba ni hatua kubwa sana Kalisa. Hongera sana, unastahili maisha mazuri na yenye amani. Kama hautijali, naweza kuwapeleka kwa gari langu ili usipate tabu ya usafiri jioni hii. Asante bosi wangu, lakini Jojo ananisubiri tayari kule kituoni akiwa na dalali, so nitakupatia tu mrejesho kesho asubuhi. Basi mimi nijibu kwa upole tu, huku nikimwaga kiungwana tu na kuelekea nje. Alibaki akinitazama kwa jicho la heshima na kujivunia hatua mimi ninazopiga maishani. Sasa nilipofika kituoni nilimkuta Jojo akiwa amesimama na kijana mmoja hivi mtanashati wa makamo. Huyu ndiye alikuwa dalali. Tuliingia kwenye usafiri wa pamoja na kuelekea kwenye hiyo nyumba. Kikweli tulipofika mlangoni na kuona ule uzio mkubwa mweupe, moyo wangu ulilipuka kwa furaha sana. Nyumba ilikuwa ni ya kisasa kabisa. Ilikuwa na sebule kubwa yenye madirisha makubwa ya kioo yanayoruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani. Jikoni kulikuwa kuna makabati mazuri ya kisasa ya mbao na vyumba vitatu vilikuwa vikubwa na vyenye vyoo vya ndani. Sasa nje kulikuwa na bustani ndogo yenye nyasi za kijani kibichi ambapo wanangu wangeweza kucheza kwa uhuru na usalama. Basi Jojo akasema kwamba shoga yangu, hii nyumba ni ya kimataifa. Yaani hapa hata watoto watakuwa na amani. Jojo alinong'oneza hivyo kwa furaha huku sasa akizungusha macho yake mbinguni kwa shukrani. Nikamwambia kwamba ni kweli Jojo, nyumba imekamilika. Yaani kuanzia kesho hapa nitafanya tu taratibu za kulipia kodi ili tuanze kuhamisha vitu vyetu polepole mwishoni mwa wiki. Nilimwambia sasa nikimshika mkono kwa upendo. Jojo alikuwa ni rafiki yangu wa dhati msikilizaji. Na kuona tukishiriki furaha hii pamoja kulinifanya nione kuwa maisha sasa alikuwa na maana kubwa sana kwangu. So tukamalizana na yule dalali na kurudi nyumbani usiku ule tukiwa sasa na amani na furaha kubwa ya kutarajia kuanza ukurasa mpya wa maisha yetu. Siku 2 zilizofuatia zilipita kwa amani sana. Hadi ilipofika siku ya Alhamisi asubuhi, nilikuwa nimekaa kwenye meza yangu nikisoma ripoti ya masoko. Ghafla simu yangu ya mkononi ilitetemeka. Ikiwa ni namba ngeni. Nilipokea kwa mashaka kidogo. Sauti ilisikika ya kwamba, habari yako mrembo Kalisa, natumaini maua yangu yalikupatia tabasamu wiki hii. Sauti ile nzito ya kujiamini ya Kendrick ilisikika upande wa pili wa simu. Nilisimama ghafla na kusogea karibu na dirisha la korido ili sauti isisikike kwa bosi. Bwana Kendrick, nadhani nilikueleza msimamo wangu usiku ule wa gala. Sielewi tu ni kwa nini unatafuta namba yangu ya simu na kunitumia maua ofisini kwangu. Huku ni kuingilia faragha yangu na kuleta usumbufu kazini kwangu. Sasa Kendrick alicheka kwa sauti ya utulivu. Kicheko ambacho kilionyesha kuwa hakuridhishwa ama hakurudishwa nyuma na majibu yangu makali. Akasema kwamba Kalisa, usiwe na hasira bwana. Mimi ni mfanyabiashara na najua mwanamke mwenye thamani anatafutwa vipi. Mimi sikupigii simu kwa ajili ya mambo ya mapenzi, hapana. Kuna mradi mkubwa tu wa kibiashara ambao kampuni yangu inataka kuingia ubia na kampuni yenu sasa. Na nadhani unafahamu ya kwamba mimi na bosi wako tuna ushindani wa kisoko, lakini linapokuja swala la mabilioni ya fedha, sote ni wafanyabiashara. Sasa nimekutumia nyaraka za kiofisi kupitia barua pepe yako ya kazi sasa hivi. Naomba uipitie na umshauri bosi wako kama mshauri wake. Na tukutane jioni ya leo kwenye hoteli ya Serena kwa ajili ya mazungumzo ya awali. Mimi, wewe na bosi wako akipenda. Maneno hayo ya Kendrick msikilizaji alinifanya nishushe pumzi. Jamaa hakuwa akicheza mchezo wa kitoto. Alikuwa anatumia karata ya biashara ili kunisogeza karibu naye na wakati huo huo kuweka mtego kwa bosi wangu. Basi bila kupoteza muda niliingia kwenye kompyuta yangu na kukuta barua pepe ile kutoka kwa kampuni ya Kendrick. Nyaraka zile bwana zilikuwa zimeandaliwa kwa weledi wa hali ya juu sana. Na kiukweli ulikuwa ni mradi ambao ungeingizia kampuni yetu faida ya mamilioni mengi ya fedha na kupandisha thamani ya hisa zetu sokoni. Huu ulikuwa ni mtihani mkubwa wa kikazi ni kama wa kikazi na wa kihisia. Sasa nibeba tablet yangu, nikagonga mlango wa bosi na kuingia. Nilimkuta akipitia ripoti tu za kila wiki. Nilikaa kwenye kiti kilichopo mbele ya meza yake na kumtazama kwa umakini. Bosi, kuna dharura ya kibiashara imejitokeza na inatuhitaji tuwe na umakini wa hali ya juu sana. Nilisema sasa nikisogeza ile tablet mbele yake na kuendelea kuzungumza. Kendrick ametutumia ofa ya ubia wa mradi mkubwa wa uwekezaji. Sasa nimezipitia nyaraka zote kiuchumi na kibiashara. Mradi huu una faida kubwa sana kwetu
na hawezi kukataliwa kirahisi. Ametualika mimi na wewe jioni ya leo pale Serena Hotel kwa ajili ya mazungumzo ya awali ya kuweka mikakati sawa. Bosi aliposikia jina la Kendrick, macho yake yalikata ghafla na kuwa na ukali wa kipekee. Alisoma zile nyaraka kwenye tablet kwa dakika kadhaa, taya zake zikiwa zimekazwa. Alikuwa anapita kwenye vita nzito sana ndani kwa ndani. Na kwa upande mmoja alikuwa anaona fursa kubwa ya kibiashara kwa kampuni yake, lakini kwa upande mwingine alikuwa na hofu na wivu mkubwa wa kumuona mpinzani wake wa karibu akijaribu kuwa karibu na mwanamke anayemhitaji maishani mwake. Alishusha tablet ile juu ya meza, akanyanyua macho yake na kunitazama moja kwa moja. Safari hii sasa macho yake akiwa amebeba mchanganyiko wa hasira, wasiwasi na azma ya kiume ya kulinda kilicho cha kwake. Kalisa, nafahamu mradi huu una pesa nyingi sana, lakini namjua Kendrick. Hatumii mradi huu kwa ajili ya biashara tu. Anatumia nafasi hii ili kuwa karibu na wewe na kuona kama anaweza kukushawishi uondoke kwangu. Lakini kibiashara sitampa nafasi ya kuona kwamba ninaogopa ushindani wake. Jioni ya leo tutaenda wote wawili kwenye huo mkutano na mimi nitakuwa pembeni yako kila sekunde. Na nitamuonyesha kuwa wewe ni msaidizi wangu na hakuna nafasi ya yeye kuingiza mambo yake ya ziada. Basi mimi nilitazama ule msimamo wa boss na jinsi karata ya Kendrick ilivyokuwa inamlazimisha kuingia kwenye ulingo wa kulinda uwepo wangu kwa nguvu zake zote. Nilijua kuwa usiku huo huko Serena ungekuwa ni usiku wa mvutano mkubwa sana wa kibiashara na wa hisia za chini chini, huku mimi nikisimama katikati. Sasa muda wa saa 12:30 hivi jioni, jiji la Dar lilikuwa limeshaanza kuvaa joto la giza, kusasa taa za barabarani ziking'aa. Mimi na bosi wangu tuliondoka ofisini kwa pamoja tukielekea sehemu ambapo tunatakiwa kufika kwenye hiyo hoteli. Tukiwa sasa ndani ya gari lake la kifahari, ukimya mzito ulitawala. Bosi alikuwa ameshikilia usukani kwa nguvu na kila mara alikuwa akitupa jicho kupitia kioo cha katikati ili kunitazama nilivyokuwa sasa nimekaa kwa utulivu kwenye kiti cha nyuma. Sasa siku hiyo nilikuwa nimevaa suti nadhifu sana. Suti ya kike ya rangi ya kijivu iliyokwenda shule. Nikiwa sasa nimeweka nywele zangu vizuri. Muonekano uliokuwa wa kikazi lakini uliojaa urembo wa asili usiohitaji kelele. Tulipofika Serena, tulielekezwa kwenye meza maalum iliyokuwa upande wa bustani ya siri. Eneo ambalo lilikuwa na utulivu mkubwa sana na upepo mwanana uliotoka baharini. Sasa Kendrick alikuwa ameshafika. Alikuwa amevalia shati la hariri la blue tu, yani ilikuwa ni la blue iliyokoza, akionekana mtanashati na mwenye kujiamini kuliko kiasi. Alipoona tukiingia, alinyanyuka haraka na kutulaki kwa tabasamu pana la ushindi. Jamaa akasema kwamba, karibuni sana bwana, viongozi wangu karibu. Aliongea kwa sauti yake ya upole yenye mamlaka, akanyosha mkono kumsalimia bosi wangu ambaye alipokea salamu hiyo kwa ubaridi mkubwa tu. Kisha Kendrick akageukia kwangu. Sasa macho yake alibaki kwangu kwa sekunde kadhaa kabla hajasema neno. Akasema kwamba, Kalisa, unazidi kupendeza wana kila ninapokuona. Karibu sana, karibu kae. Bosi alihakikisha nivutia kiti kwa ajili yangu kabla Kendrick hajaanza huo mchezo wake. Sasa kisha naye akakaa karibu yangu kabisa, akitengeneza ngao ya kiume kando yangu. Mazungumzo alianza bwana. Kendrick alikuwa ni mjanja sana. Alianza kwa kuwasilisha namba na takwimu za mradi ule mkubwa wa uwekezaji. Mradi ulikuwa unahusu ujenzi wa mifumo mipya ya kidigitali kwa ajili ya mabenki makubwa ya Kiafrika Mashariki. Fursa ambayo ingeweza kama ingeweka kampuni yetu kwenye kilele cha mafanikio. Sasa mimi nilikuwa nikichukua tu madokezo kwenye tablet yangu, huku sasa nikichangia kwa kutoa ushauri wa kisheria na kifedha jinsi ya kulinda haki za kampuni yetu kwenye ubia huo. Basi nikasema ya kwamba hapo kwenye kipengele cha mgawanyo wa faida ya 50% kwa 50, nadhani kampuni yetu inatakiwa kuwa na 55% kwa sababu miundombinu mingi ya kuanzia inatokea kwetu. So hili halina mjadala kibiashara. Nilisema sasa nikinyanyua macho yangu na kumtazama Kendrick kwa weledi. Kendrick alitulia akitazama weledi wangu, kisha akacheka kwa sauti ya chini tena ya kuvutiwa tu. Akasema kwamba, Kalisa, akili yako ni ya dhahabu bwana. Bosi wako ana bahati sana kuwa na wewe. Nilikwambia mwanzo na nitarudia tena leo ninazungumza mbele yake. Uwezo wako ni mkubwa sana kuliko nafasi ulionayo sasa. Basi hapo ndipo bosi wangu sasa aliposhindwa kujizuia, msikilizaji. Alishusha glasi yake ya maji mezani kwa nguvu kidogo, na yale sasa macho yake ya kuwaka moto kwa hasira ya wazi yalionekana. Kendrick, tuko hapa kujadili biashara ya mamilioni ya fedha na sio kujadili uwezo wa msaidizi wangu. Kalisa anajua thamani yake kwangu na kwa kampuni, na mimi ndiye ninayejua jinsi ya kumpa nafasi inayostahili.
Mapendekezo yake ya 55% ndio msimamo wetu. Kama hauko radhi na hilo, tunaweza kufunga mafaili yetu na kuondoka sasa hivi. Bosi aliongea kwa sauti ya chini, lakini iliyokata kama kisu. Mvutano wa kiume ulikuwa ni mkubwa mezani pale. Kendrick alitazama ukali na wivu uliokuwa machoni mwa bosi wangu, akatabasamu kwa ndani akijua kwamba amefanikiwa kumtoa bosi wangu kwenye mstari wa utulivu. Basi jamaa akasema kwamba sawa bosi, mimi nikubali 55% kwa sababu tu ya heshima yangu kwa Kalisa. Sawa, rasimu ya mwisho ya mkataba itatumwa ofisini kwenu. Basi baada ya Kendi kusema vile, mkutano uliisha. Ilikuwa ni saa 4 usiku, na tulipokuwa sasa tukitoka kuelekea kwenye gari, Kendrick alitangulia mbele kidogo. Bosi wangu alipunguza mwendo wa hatua zake, akashika ganja changu cha mkono kwa upole tu. Ni mguso fulani hivi ambao safari hii ulikuwa na uhitaji mkubwa sana na unyenyekevu. Kalisa, aliniita kwa sauti ya chini, huku sasa akinitazama kwa yale macho yake ya kijivu yaliyokuwa yamejaa hofu ya dhati kabisa. Naomba uniahidi kitu kimoja. Baada ya mkataba huu kusainiwa, hautawahi kufikiria kuondoka upande wangu kwenda kwa Kendrick au mtu mwingine yote. Najua mimi na wewe ni marafiki tu kwa sasa, lakini kikweli siwezi kuhimili wazo la kukupoteza wewe. Nilimtazama mwanamume huyu mwenye mamlaka makubwa akiongea kwa unyonge mbele yangu kwa sababu tu ya kuogopa kunipoteza. Urafiki wetu ulikuwa umezalisha mizizi mizito ya kete ya thamani ambayo sasa ilikuwa inamfanya ahitaji, yani ni kama anahitaji kwa hali na mali. Bosi, mimi nilikwambia mwanzo na nitasema tena, mimi ni mtu wa msimamo. Hakuna mtu anaweza kuninunua kwa pesa au vyeo. Niko hapa kwa ajili yako na kwa ajili ya safari yetu. Nilimjibu sasa nikimkazia macho kwa uaminifu wote. Jamaa alivuta pumzi ndefu ya amani, akatabasamu, tabasamu ambalo lilionyesha mzigo mkubwa umetoka kifuani mwake. Usiku ule sasa turudi tukiwa na ushindi wa kibiashara, lakini zaidi ya yote ushindi wa kihisia uliokuwa unajenga daraja la kipekee kati yetu bila papara za kimapenzi. Sasa siku ya Jumamosi asubuhi ilifika. Siku ambayo mimi na Jojo tulikuwa tumeipanga kwa ajili ya kuhamia kwenye ile nyumba yetu mpya kule Mbezi. Mapema asubuhi kabisa, gari kubwa la mizigo lilisimama mbele ya nyumba yetu ya zamani. Mimi na Jojo tulikuwa busy kufunga vyombo, nguo na magodoro, tukiwa sasa na nyuso zilizokuwa zimejaa tabasamu na vicheko. Unajua, kwanza watoto wangu walikuwa wakirukaruka tu kwa furaha, wakijua kwamba wanaenda kukaa kwenye nyumba nzuri. Jojo alikuwa ni msaada mkubwa sana. Alikuwa akihakikisha kila kitu kinawekwa sawa kwa uaminifu na upendo wake ule wa siku zote kama ndugu Adam. Basi bwana, Jojo akasema kwamba leo ndo ile siku. Yale maisha ya hofu, maisha ya kujificha nyuma ya sura ya mwanaume na shida za mtaa huu zimebakia kwenye historia. Leo tunaenda kuanza maisha ya kifalume. Jojo alisema sasa akifuta jasho la furaha. Nikamwambia kwamba ni kweli Jojo wangu. Na yote haya asingewezekana kama si uwepo wako na upendo wako katika kipindi chote kile kigumu. Nilimwambia sasa machozi ya shukrani yakitaka kunitoka tena, lakini nilijizuia na kucheka. Basi tulipofika Mbezi, ilikuwa ni time ya jioni. Tulipanga vyumba vyetu kwa madaa na uzuri mkubwa. Usiku ule tulikaa kwenye ile sebule kubwa ya kisasa. Tukala chakula cha jioni kwa pamoja na watoto, huku sasa tukiwa na amani ya kiwango cha juu sana. Hakika Mungu alikuwa amenifanyia muujiza mkubwa wa kiuchumi. Hata hivyo, wakati sasa nikiwa nimepumzika kitandani kwenye chumba changu kipya na kizuri usiku huo, nilipokea ujumbe mfupi wa simu kutoka kwa bosi wangu. Ujumbe huo ulikuwa tofauti na ujumbe wowote wa kikazi aliowahi kunitumia mwanzoni. Ujumbe ulisomeka hivi: Kalisa, natumaini umefika salama na kuhamia vizuri kwenye makazi yako mapya. Nitaka tu kukuambia kuwa usiku wa leo jiji zima linaonekana kuwa tupu sana bila uwepo wako karibu nami. Ninasubiri kwa hamu kubwa siku ya Jumatatu ifike ili nikuone tena kwenye meza yako. Lala salama, rafiki yangu wa kipekee. Nilishika ile simu kifuani huku sasa nikitabasamu gizani jamani. Moyo wangu ulidunda kwa msisimko wa kipekee sana. Ule ujumbe wa bosi usiku wa Jumamosi ulizunguka kichwani mwangu weekend yote. Kila nilipokuwa nikiangalia bustani ya nyumba yetu mpya na kuona wanangu wakicheza kwa furaha na usalama, nilimshukuru sana Mungu. Lakini pia nilimfikiria bosi wangu ambaye amekuwa nguzo mabadiliko haya ya maisha yangu. Jojo aligundua mara kadhaa nitabasamu peke yangu sasa nikiangalia simu, akanikonyeza kwa utani wake wa siku zote. Lakini mimi nilicheka tu na kuhamisha mada. Tulikuwa marafiki wa dhati msikilizaji, na mimi sikutaka kuharakisha kitu chochote hadi kikae sawa chenyewe. Sasa bwana, siku ya Jumatatu asubuhi iliwadia. Niliingia ofisini nikiwa na nishati mpya kabisa. Nimevalia sketi ya pencil, wanaita pencil skirt,
ya rangi ya blue tu iliyokoza na shati la hariri ilikuwa ni rangi jeupe. Muonekano wangu ulikuwa ni thabiti na wa kikazi. Sasa nilipofika tu kwenye meza yangu, mlango wa ofisi ya boss ulikuwa wazi tayari. Alikuwa amewahi kufika kabla yangu, jambo ambalo halikuwa la kawaida. Aliposikia vishindo vya viatu vyangu vya visigino, alinyonyoa uso wake haraka kutoka kwenye kompyuta yake. Macho yake ya kijivu yaling'aa kwa namna ya kipekee. Utadhani ni mtu ambaye alikuwa gizani na sasa ameona mwanga. Habari asubuhi Kalisa, natumaini weekend yako kule kwenye makazi mapya ilikuwa ni ya utulivu sana, alisema kwa sauti iliyojaa uchangamfu mkubwa, huku sasa akisimama mlangoni mwa ofisi yake. Nami nikamjibu ya kwamba salama kabisa bosi wangu. Nyumba ni nzuri sana na watoto wamefurahia, so naahidi mrejesho wa kazi wa wiki hii utakuwa ni wa kiwango cha juu zaidi. Nilivyosema hivyo, jamaa alitabasamu kwa kuridhika na kurudi ndani kwake kufanya kazi. Saa 4 asubuhi, taratibu za kusaini mkataba wa ubia na kampuni ya Kendrick zilianza rasmi. Kendrick alikuwa ametuma wanasheria wake na wajumbe wa bodi ofisini kwetu kwa ajili tu ya kupitia vipengele vya mwisho kabla ya utiaji saini mkuu. Sasa mimi nikiwa kama msaidizi wa boss nilitakiwa kupitia mkataba ule neno kwa neno. Tulikaa kwenye chumba cha mikutano, huku sasa bosi wangu akiwa ameketi kichwani mwa meza na macho yake akifuatilia kila hatua yangu kwa umakini mkubwa sana na nidhamu ya hali ya juu. Wanasheria wa Kendrick walikuwa wakisisitiza kuwa mkataba uishe haraka kwa sababu Kendrick alikuwa na safari ya kikazi nchini Kenya siku iliyokuwa inafuatia. Sasa mimi nilikuwa nikipitia tu kurasa za mwisho za ripoti ya kifedha ya ubia huo. Ghafla macho yangu aligonga kipengele kimoja cha siri kilichokuwa kimefichwa kwa lugha ngumu sana kisheria. Kipengele kile kilielezea kuwa baada ya miaka 2 ya mradi huo, kampuni ya Kendrick ingekuwa na haki ya kununua hisa nyingi zaidi za kampuni yetu kama malengo yaliyowekwa yasipofikiwa kwa 100%. Msikilizaji, moyo wangu ulishtuka sana. Huu ulikuwa ni mtego wa panya. Kendrick alikuwa anatumia mradi huu kama chambo cha kuja kuimeza kampuni ya bosi wangu baadaye na kuchukua udhibiti wa kila kitu. Sasa mimi ninyanyua mkono wangu kwa utulivu lakini kwa msisitizo. Nikasisitiza kwamba zoezi lile lisitishwe mara moja. Nikasema kwamba subirini kidogo tafadhali, subirini. Nilisema kwa sauti ya mamlaka ili wafanye sasa wanasheria wote wa Kendrick wanyanyue vichwa vyao na kuanza kutazama huku sasa wakiwa na wasiwasi wa chini kwa chini. Mwanasheria mkuu wa Kendrick akauliza kwamba kuna shida gani Bi Kalisa? Aliuliza hivyo akijaribu sasa kuficha hofu yake. Nilimtazama bosi wangu kisha nikasema kwamba bosi, hebu naomba niongee nawe faragha kwa dakika 2 kabla hatujaendelea na utiaji saini. Kuna jambo kubwa la kifundi linahitaji maamuzi yako. Basi bosi wangu bwana hakusita hata kwa sekunde moja. Aliamka kwenye kiti chake, akawaomba wajumbe watulie, kisha tukaingia ofisini kwake na kufunga mlango. Kalisa, kuna nini kimetokea? Mbona umeshtuka namna hiyo? Bosi aliuliza, macho yake sasa kitafuta majibu usoni mwangu. Sasa mimi niliweka ule mkataba mezani kwake na kupigia mstari kile kipengele kwa kalamu nyekundu. Hebu tazama hapa bosi, Kendrick ametuwekea mtego mkubwa sana. Kipengele hiki kinampatia nguvu ya kuipindua kampuni yetu na kuwa mmiliki mkuu baada ya miaka 2 ikiwa dhoruba yoyote ya soko itatokea. Sasa huu sio ubia ni wa usawa. Ni kama huu ni mpango wa unyang'anyaji uliovaliwa nguo za kikazi. Bosi alisoma kile kipengele na kwa mara nyingine tena niliona sura yake ikibadilika kuwa ya hasira kali. Alipiga ngumi juu ya meza yake ambao macho yake yakionyesha jinsi alivyoshtushwa na hila hizo za Kendrick. Alitambua kuwa bila umakini wangu na uaminifu wangu kama rafiki na msaidizi, kampuni yake ingeingia kwenye janga kubwa ambalo lingekuwa mwisho wa himaya yake ya kibiashara. Basi alitulia kwa sekunde kadhaa, akavuta pumzi ndefu, kisha akasogea karibu nami. Alinitazama kwa jicho lilojaa shukrani nzito sana, jicho ambalo sasa lilikuwa linaenda mbali zaidi ya urafiki wa kawaida. Kalisa, umeniokoa tena sasa. Kendrick alifikiri kwamba anaweza kutumia urembo wako kunishinda nguvu, si ndio? Lakini hakujua kuwa akili na uaminifu wako ndio ngao yangu kuu. Siwezi hata kufikiria ingekuwaje kama nisingekuwa na wewe hapa leo, alisema kwa sauti ya chini iliyochanganyikana na hisia kali za unyenyekevu. Sasa mimi nilitabasamu kwa weledi na kumwambia kwamba hiyo ndio kazi yangu bosi. Sisi ni timu moja na marafiki wa kweli. Sasa twende tukamwonyeshe Kendrick kuwa mtego wake umefeli. Basi tulirudi kwenye chumba cha mikutano na bosi wangu sasa akitumia maelezo niliyompatia. Alifuta kipengele kile mbele ya wanasheria wa Kendrick. Hakuwa na jinsi. Alihitaji mradi ule, hivyo alisalimu amri na kukubali kusaini mkataba ukiwa safi na salama kwa upande wetu. Ulikuwa ni ushindi mwingine mkubwa wa kihistoria kwa kampuni yetu.
Sasa saa 11 jioni, baada ya kila mtu sasa kuondoka na ofisi kuwa kimya, nilikuwa nikikusanya vifaa vyangu mezani tayari kurudi Mbezi kwa Jojo na watoto. Ghafla bosi alitoka ofisini kwake akiwa hana koti lake. Alikuwa amebakia tu na shati lake pekee ambalo lilikuwa limelegezwa tai kidogo. Akionekana ametulia na mwenye amani kubwa. Sasa alisimama mbele ya meza yangu, akaweka mikono yake kwenye mifuko ya suruali yake na kunitazama kwa lile jicho lake ambalo safari hii lilikuwa na uwazi na azima dhati kabisa. "Kalisa." Jamaa aliita kwa sauti ya upole sana, lakini ilikuwa ni sauti yenye mwangwi mzito wa kihisia. "Leo tumeshinda vita kubwa sana ya kibiashara, na yote ni kwa sababu yako. Lakini zaidi ya biashara, usiku wa leo nataka kuvunja ule ukimya. Umekuwa rafiki yangu wa dhati, umekuwa ni mshauri wangu, na kila siku inayopita unazidi kuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ambayo siwezi kuishi bila wewe. Najua tukubaliana kuanza kama rafiki ili tu uzoe mazingira, lakini usiku wa leo kama mwanaume anayejielewa, ninaomba unipatie nafasi rasmi ya kuwa zaidi ya rafiki kwako. Nataka kuwa mwanaume wako Kalisa." Moyo wangu ulistahili kupiga mdundo wa mwisho wa safari ndefu, msikilizaji. Maneno yale yaliyokuwa yakisubiriwa kwa muda mrefu, yaliyojengwa juu ya msingi mara wa uaminifu, kazi na kulindana ni dhidi ya maadui, hatimaye yalikuwa yametandazwa mbele yangu kwa unyenyekevu mkubwa sana. So mimi nilitazama lile jicho lake, nikavuta pumzi ndefu na kujua kuwa ukurasa mpya na wa mwisho wa maisha yangu halisi ulikuwa umewadia. Nilifurahi sana moyoni mwangu, msikilizaji. Maneno yale ya bosi alisafiri kama ndoto za asali zilizomwagika kwenye vidonda vya maisha yangu ya nyuma. Kila kitu kilichopo ndani ya nafsi yangu kilitamani kufunguka na kumwambia kuwa niko tayari kabisa kuwa naye, kuwa mwanamke wake na mke wake wa maisha, kwa sababu alikuwa amethibitisha uaminifu na upendo wake kwangu. Lakini sasa nilisita kumjibu mara tu nilipokumbuka ya kwamba nina watoto. Tabasamu langu lilififia kidogo na mapigo ya moyo wangu yakabadilika kuwa ya hofu na mashaka ya kimama. Nilishusha macho yangu chini, vidole vyangu mdogo vikitetemeka juu ya meza. Nijiuliza maswali mengi sana ndani ya sekunde hizo chache za ukimya mbele yake. Je, atakuwa tayari kunikubali mimi na wanangu? Je, mwanaume mwenye hadhi na mamlaka kama yeye atakuwa radhi kubeba mzigo wa kulea watoto ambao sio wa damu yake? Au akili yake inaniwaza mimi tu kama mwanamke bila kuangalia familia yangu? Basi bosi aliona mabadiliko ya ghafla kwenye sura yangu. Ule uchangamfu uliopotea na ule ukimya ulimfanya asogea hatua moja mbele. Akainama kidogo ili sasa asawazishe macho yake na uso wangu uliokuwa umeinama. "Kalisa, kuna nini? Mbona umesita hivyo?" aliuliza kwa sauti ya upole iliyojaa sasa wasiwasi mkubwa, akihofia kuwa labda amekimbilia mambo kwa kasi sana au labda amemkwaza rafiki yake wa dhati. Sasa mimi ninyanyua macho yangu yakiwa yamejaa unyofu tu na ukweli wa maisha yangu. Bosi wangu, maneno yako yamenigusa sana, na kikweli kila sehemu ya nafsi yangu inatamani kukupatia jibu ambalo unalihitaji kulisikia usiku wa leo. Lakini mimi ni mama, nina watoto wangu nyumbani ambao ndo msingi na sababu ya mimi kupambana, hata kufikia hatua ya kuigiza kuwa mwanaume ili mradi tu watoto wasife njaa ndani ya nyumba. Ndio maana yani nasita, nataka tu kujua ni moyo wako uko tayari kunipokea mimi pamoja na watoto wangu? Ukimya mfupi ulitawala mle ndani ofisini, ukimya uliokuwa ukiamua hatima maisha yangu. Bosi alinitazama kwa sekunde kadhaa, kisha tabasamu la unyenyekevu na upendo wa dhati likachipuka usoni mwake. Alinyosha mkono wake kwa mara ya kwanza, akashika ganja changu kwa upendo na kukikaza kwa usalama. "Kalisa, ulipokuwa ukipambana kwa ajili ya watoto wako, ulinifanya nizidi kukuheshimu kama mwanamke shujaa. Na mimi sikutaki kwa sababu labda ninafuta upweke wangu tu. Hapana, na kuhitaji maishani mwangu kwa sababu wewe ni mwanamke kamili, mwenye upendo na msimamo. Watoto wako ni watoto wangu pia kuanzia leo, na nitawalinda, nitawalea na kuwapatia kila kitu unachostahili kama baba yao. Na hata Jojo atabakia kuwa sehemu ya familia yetu kwa sababu alikuwa na wewe kwenye dhiki. Kwa hiyo sitaki nusu ya maisha yako Kalisa, nataka maisha yako yote." Basi machozi ya furaha yalinidondoka, msikilizaji, mashavuni mwangu, safari hii akiwa si ya hofu bali ya ushindi mkubwa. Nitabasamu kupitia ile machozi, nikajua kuwa ile safari ndefu ya mateso, ndevu za bandia, hofu na mapambano kule ofisini, hatimaye ilikuwa imefikia kilele cha paradiso ya maisha yangu. Basi kwa sauti ya chini iliyojaa amani nikasema kwamba asante. Nikubali rasmi kuingia kwenye mikono yake.
nikiwa mimi Kamili Kalisa, mwanamke mwenye akili, mama watoto wawili na mke mtarajiwa wa boss. Ukurasa mpya ulikuwa umefunguka rasmi. Tulikumbatiana kwa hisia nzito, kisha tukaongozana wote kwenda kupata chakula cha jioni. So maisha ya mahusiano yetu alianza, na si mnajua hao wenzetu wao sio watu wa kuzunguka. No, yeye kama ana hakika na wewe ujue ndoa ipo. So alikuja kunioa ikiwa tumedate kwa miezi 8 tu. Ukweli mimi sikujutia kuwa na huyu mwanaume. Sikujutia kabisa hata siku na moja. Alikuwa ni baba mwema kwa wanangu na mume mzuri kwangu, lakini pia mwalimu mzuri wa mafanikio. Of course yako mengi sana ambayo naweza kuongea kuhusu yeye, lakini najua nikianza sitamaliza. Ila tu niseme kuwa namshukuru Mungu kwa ajili yake, maana ilikuwa ni maumivu kwangu kuona watoto wangu wakikuwa bila kuwa na mtu wa kumuita baba. Hivyo kitendo cha mume wangu kuwalea kama baba ao mzazi kwangu ni baraka na neema, na kwa hilo namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Maana amejua kunipa kicheko katika majonzi, na leo ndio nimeona faida ya maamuzi niliyoyafanya kutokutoa mimba. Maana kama ningetoa mimba, sidhani kama leo ningekuwa hapa. So kwa hali hii acha tuseme tu kila kitu kina sababu, hata kama ni kibaya kinaweza kubeba hatima njema ya kesho. Na kabla sijafunga ukurasa msikilizaji, kitu kimoja tu nilikuwa nataka kusawa hapa. Mnakumbuka siku ile nilivyomwambia boss, yani mume wangu, kuhusu kile kilichotokea chuo? Si mnakumbuka? Si mnakumbuka alivyovurugwa? Basi bwana, tulivyoingia kwenye mahusiano nikauliza ili tu nijue kwa nini alipata hali ile. Alichokuja kunijibu ni kwamba kipindi huko shule aliwahi kuwa na rafiki yake wa kike ambaye alikuja kufariki baada ya kubakwa na baba yake wa kambo. Hivyo story yangu ilimkumbusha rafiki yake, na ndio maana akawa vile hapo kwa namna ile. Siji hapo mtakuwa mmeelewa maana nahisi yani kuna watu walihisi au huyu ndo uliyelala naye nini? No, sio hivyo jamani, na hadi leo sijamjua, na kwanza hata sitaki kumjua bwana. Haya, hadi kufikia hapa sina la ziada zaidi tu ya kusema asanteni sana na Mungu awabariki. Ndio tulikuwa na Lucas Lumbasi, mtayarishaji Rita Isaya. God bless you till we meet again. Bye bye.